Bana, mambo yanazidi kupamba moto kweli kweli. Eliana hataki kabisa kumsikia wala kumwona Victor. Na Victor, kusema ukweli, hali yake kwa sasa si nzuri. Yuko hospitalini, kapoteza kumbukumbu, hakumbuki chochote, maskini ya Mungu. Na unaambiwa imepita siku 9 tangu kuumwa kwake Victor, lakini Eliana hajawahi kutia mguu pale hospitalini. Mambo yatakuwa vipi? Mambo yatajiri vipi? Basi karibu sana kwenye hii sehemu ya 24, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love kutoka kwake Saidi JR. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Bwana, karibu mtu wangu, tupate kuendelea kwenye hii sehemu ya 24. Mama, mimi sijasema kwamba nimechoka kupanda milima na mabonde. Tatizo hapa ni mtu ambaye napanda naye hayo mabonde, mama. Mimi Victor kanichosha, mama. Kwa sasa mimi sijali chochote. Kitu cha umuhimu kwa sasa ni mwanangu tu kwenye maisha yangu. Sijali chochote kuhusu Victor. Apone, asipone, afe, asife, atajijua mwenyewe. Eliana, hayo maneno unayoyaongea mwanangu ni makali sana. Kumbuka Victor bado ni mume wako, na isitoshe umezaa naye mtoto mmoja. Mama, najuta hata kwa nini nimezaa na Victor. Najiuliza mwanangu atakuwa na hali gani siku ambayo ataujua ukweli kuhusu maisha babake. Maisha gani hayo unayoyaongelea wewe, Eliana? Mama, moyo unaniuma sana. Kwa sasa siwezi kusema chochote, naomba tu niache kwanza. Naomba uniache kama nilivyo, mamangu. Sawa, lakini ungeenda basi kumwona mumeo hospitalini, walau hata mara moja, mwanangu. Msikilizaji, Eliana bado hakutaka kabisa kutia mguu hospitalini kumwona mumewe. Lakini hata hivyo, baada ya mama yake kumsihi sana, mwishowe Eliana alikubali kwenda kumwona Victor hospitalini. Dakika zilisogea, masaa yakaenda, na hatimaye siku iliyofuata iliwadia, ambapo Eliana binti wa rais, akiwa na ulinzi mzito, yeye pamoja na vijakazi wake walifunga safari mpaka hospitalini kwa ajili ya kwenda kumwona Victor. Baada ya kufika hospitalini, moja kwa moja Eliana alizama wodini kwa Victor mara baada ya kuruhusiwa na daktari ya kuwa anaweza kumwona. Mlango wa wodi ulipofunguliwa, harufu ya dawa iliyokuwa imetanda kwenye wodi hiyo ilikatizwa ghafla na manukato ya hali ya juu yaliyobeba harufu ya maua ya waridi na vanila. Hatua tulivu za kipekee za Malkia Eliana ziliingia hapo. Victor aligeuka kwa nguvu za kushtuka, macho yake yakikumbana na taswira iliyokuwa imemgandisha kwa sekunde kadhaa. Victor bado alikuwa hajajiamini vizuri. Kichwa chake kilikuwa ni kizito, kumbukumbu zake zikiwa zimevurugika kabisa, lakini kilichokuwa kimeingia mlangoni hakikuhitaji kumbukumbu, kilihitaji pumzi ya mtu tu kuweza kukwama. Eliana alikuwa amevaa gauni la hariri, gauni nyeupe lililokuwa limeshonwa kwa mikono ya ubunifu wa kimataifa, likimkumbatia mwili wake mwembamba kama mchoro wa msanii. Mguu mmoja ulikuwa wazi kwa ustadi, ukidhihirisha ngozi laini ya rangi ya maziwa ya nazi. Nywele zake ndefu nyeusi zilianguka mpaka mabegani kwa mtindo aliokuwa ameusuka. Macho yake makubwa Eliana ya kahawia yalikuwa yametulia, lakini yakionyesha uzito wa mtu aliyepitia maumivu na kuamua kutokutulia tena. Midomo yake Eliana ilichorwa kwa rangi ya waridi tulivu, na alitembea kwa mwendo wa polepole wa kifalme, kama binti wa kifalme aliyekuja kusamehe au kuhukumu. Victor alimtazama Eliana bila kuchoka. Moyo wake Victor ulianza kupiga kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Kila hatua aliyosogea Eliana ilikuwa ni kama filamu inayochezwa taratibu mbele ya macho ya mtu aliyesahau kila kitu isipokuwa uwezo wa kushangaa. Mungu wangu, huyu ni nani? Mbona mzuri sana. Huyu ni mtu kweli huyu au jini?
Victor aliwaza kwa ndani huku akimeza mate taratibu. Eliana alisimama pembeni ya kitanda, alimtazama, si kwa huruma bali kwa utulivu wa mtu anayeficha moto mkali ndani ya kifua chake. Eliana hakusema neno na hakutoa tabasamu. Alimtazama tu. Victor alijitahidi kunyanyua mkono wake kwa shida. Akajaribu kugusa hewani kana kwamba ana hakika kwamba sura hiyo mbele yake sio ya kweli. Ilibidi amuulize, wewe ni nani? Victor alimuuliza swali hilo Eliana kwa sauti iliyokuwa imejawa na mshangao na uzito wa mtu aliyepoteza kila kitu isipokuwa tu uwezo wa kushangaa. Eliana hakujibu mara moja. Badala yake alikunja mkono wake wa kulia, alivuta gauni lake chini kidogo kama anajirekebisha hivi, yani kama mtu aliyekuwa anazidi kupendeza, na kisha akatamka kwa sauti ya upole lakini yenye ukakasi uliokuwa umefichwa. Mimi ni mke wako Victor, mke uliomsahau kirahisi kuliko hata jina lako. Victor alibaki amedua. Hakuamini macho yake kama yeye anaweza kumiliki mwanamke mzuri kiasi kile. Alijaribu kujipiga kwanza kichwani mara mbili mfululizo ili kuona kama anachokiona ni ndoto au ni kweli, lakini bado alimuona mrembo Eliana akiwa yuko mbele yake. Kwa hakika kwake ilikuwa ni maajabu tosha kuona Eliana akisema kwamba eti ni mke wake. Victor kwanza alishangaa, wewe ni mke wangu? Haiwezekani. Sijawahi kumwoa malkia kama wewe. Hebu niambie ukweli dadangu, wewe ni nani? Eliana alitabasamu kwa uchungu na kisha akasema, ulimwoa huyo unayemwita wewe malkia, ukamvunja moyo, alafu kaja hapa ukajifanya umesahau. Lakini uzuri wa malkia haufutiki kirahisi. Hata kwenye giza la kumbukumbu utakutesa milele. Huu ni mwanzo tu na utateseka sana Victor. Victor alizidi kupagawa. Hakuelewa ni kwa nini ule mrembo alikuwa anazungumza vile. Akiwa anaendelea kutafakari hilo, maneno ya daktari wake yalimjia tena akilini mwake ya kwamba yeye kamoa binti wa Mheshimiwa Rais. Sasa hii ilimfanya mtazame tena Eliana mara mbili, na kisha kwa mshangao akasema kwamba wewe ni Eliana Sarungi, binti wa Mheshimiwa Rais. Swali hilo lilimshangaza pia Eliana kwa sababu hakutegemea kama Victor anaweza kumuuliza hivyo hali ya kuwa wao ni mke na mume. Eliana alipiga hatua ya mwisho na kisha akasimama karibu kabisa na kichwa cha kitanda. Alimchunguza Victor kama mtu anayemuona ni mjinga anayeigiza kuumwa, na kisha akainama taratibu na akamwambia, sikiliza wewe. Sijali kama unaumwa au la. Sijaja hapa kukupa pole. Nimekuja hapa kukuambia kwamba ubaya ulionifanyia basi utakutesa na utateseka sana. Kwanza najuta kwa nini hata niliolewa na wewe. Lakini kama ningejua, nisingethubutu kabisa kuolewa na mtu kama wewe. Mwanaume gani usiyekuwa na shukrani? Mwanaume gani usiyekuwa na utu? Kama na haitoshi bado unajaribu kujifanya kwamba eti mimi hunikumbuke, si ndio? Samahani dada, kusema ule kweli mimi siko sawa. Nimepoteza kumbukumbu. Hakuna ninachokikumbuka kwenye akili yangu kwa sasa. Sio kwamba nafanya makusudi, ila ni vile nimepoteza kumbukumbu zote akilini mwangu. Hebu kaa kimya wewe. Victor, mimi hapa hata sijali kama wewe umepoteza kumbukumbu au ni vipi, kwa sababu haya yote unayastahili Victor. Nastahili kivipi? Unaniuliza kivipi? Eliana aliingiza mkono kwenye mkoba wake mdogo. Mkoba uliokuwa umenakishiwa kwa dhahabu, na kisha alitoa simu yake na kumuonesha picha ya mwanamke. Natumai sasa unaelewa kwa nini sijaja hapa kukupa pole, aliongea Eliana. Wakati huo Victor alikuwa anatazama ile picha ya mwanamke alikuwa kwenye simu ya Eliana. Alijaribu kuvuta kumbukumbu kama anamtambua mwanamke huyo, lakini wapi, akili yake iligoma kabisa kumpa majibu kwenye hilo. Cha kuumiza zaidi, Eliana alionekana kuwa na hasira naye kisa mwanamke huyo ambaye hakuwa akimtambua. Victor, hivi umekosa nini kwangu? Nini ambacho ulikikosa kwangu mpaka ukaamua kwenda kulala na huyu kahaba?
Yaani kweli wewe wa kunichanganya mimi na huyu kahaba? Ina maana kwamba huyu mwanamke ni mtamu sana kumliko mimi, si ndio? Nakuuliza wewe, nipe majibu. Kama yeye ni mzuri sana, kwa nini ulinioa mimi? Kwa nini ulinioa mimi na mtoto kanizalisha Victor? Kwa nini umeharibu maisha yangu Victor? Sikiliza, na hapa ya kwamba utalilipa hili. Huu ni mwanzo tu Victor, na nitahakikisha hiko kichwa chako cha chini, sio kiko cha juu, cha chini, chenye tamaa ya kuonja kila mwanamke, kinajutia kuwa kwenye kiwiliwili chako. Nitahakikisha unatamani kufa kuliko kuishi Victor. Aliongea Eliana na kisha akasimama wima tena. Alimpa tabasamu la mwisho, alafu akageuka na kutoka. Gauni lake liliburuzika chini kama wingu la kifahari. Victor alibaki pale akiwa bado amepigwa na bumbuazi. Alijiona ni mdogo asiyekuwa na jina mbele ya mwanamke ambaye hata jina lake lilionekana ni kubwa mno kwa midomo yake. Eliana baada ya kutoka nje ile wodi hakutaka hata kwenda kwa daktari ili eti akajue hali ya kiafya ya mumewe. Hapana, kitendo ambacho kilimfanya msaidizi wake Grace amuulize, huku akidhani kwamba huenda bosi wake kasahau hilo. Akamwambia, "Madam, samahani, hautaenda kuulizia hali ya mume wako kwa daktari?" Wewe, mimi sina huo muda Grace. Victor anajifanya ni mjanja sana. Sasa mimi ndo nitamuonesha. Lazima nimkomeshe huyu mshenzi. Kwa hiyo madam, una mpango gani sasa ili niandae mazingira mapema? Kwa sasa nimempa vidonge vyake huko odini. Najua sasa hivi akili yake itakuwa iko wangu kwa kuona tayari nimemjua hawara yake. Sasa nataka ufanye jambo moja tu Grace. Tuma vijana wa siri wahakikishe kwamba baba hajui hili. Maana kama akijua atanifungia Ikulu nisiweze kutoka nje. Nataka hao vijana wamfuatilie huyu hawara yake ambaye ananichukulia mimi mume wangu, na kisha waniletee taarifa yake. Nataka kumjua vizuri huyu mwanamke ni nani, anafanya kazi wapi na anaishi wapi. Sawa madam, nimekuelewa. Eliana na vijakazi wake waliingia kwenye magari waliokuwa wamekuja nayo pale hospitalini na kisha wakaondoka zao. Wakati wanatoka nje ya geti la hospitali, Waziri Mazanda naye akiwa na familia yake walikuwa wakiwasili pale hospitalini. Kwa kuwa wote walikuwa wanayajua magari ya Ikulu, hivyo walipoona tu ule msafara tayari walitambua kwamba aliyekuwa ametoka hospitalini hapo alikuwa ni Eliana, binti wa Mheshimiwa Rais na ni mke halali wa kijana wao Victor. Yaani baada ya kusemwa sana ndo ameamua kuja kumuona mumewe leo, aliongea Mrs. Mazanda, mke wa waziri. Mumewe alimtazama na kisha akasema, "Si unaona mke wangu, nilikwambia hili swala ni dogo tu." Haya, Eliana si huyo kaja kumuona mumewe. Wala hata sijaridhika bado. Baba Victor, tambua kwamba yule ni mke, hivyo alipaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha mumewe anapona. Lakini walau amekuja hospitalini kumuona mume wake. Mimi hata sijali. Maana Eliana ananikwaza sana yule binti. Yaani sijui anajiona nani yule binti. Baada ya gari lao kupaki kwenye maegesho ya watu maalum, Waziri Mazanda pamoja na mkewe, huku akiongozana na Kasimu, msaidizi na rafiki mkubwa wa Victor, walishuka kutoka kwenye gari na kisha wakaanza kuingia ndani ya jengo la hospitali ya taifa ya Muhimbili. Baada ya kukamilisha taratibu za awali, mmoja aliruhusiwa kuweza kuingia kumwona Victor. Hakika siku hiyo ilikuwa ni kama ulimwengu wa giza tu kwa kijana Victor. Kila mtu aliyeingia kumwona hakuonekana kumfahamu hata chembe. Hata ilipofika zamu ya mama yake, alipoingia kwenda kumwona, bado Victor hakuwa hata na chembe zozote za kuonesha kwamba amemtambua huyo kwamba ni mama yake, tena mama yake mzazi. Hakulijua hilo. Hali hii ilimuuma sana Mrs. Mazanda, kitendo kilichomfanya sasa aanze kulia kwa uchungu kila alipokuwa anamtazama kijana wake. Ilibidi Waziri Mazanda amchukue mkewe na kisha akaenda naye kwenye vyumba maalum vya kupumzikia wageni maalum pale hospitalini. Kitendo kilichotoa nafasi sasa kwa Victor kuzungumza na Kasimu, kijana alijitambulisha kuwa ni msaidizi wake katika kazi. Kwa kuwa Kasimu alikuwa ni kijana wa rika lake na istoshi ni mchangamfu, Victor aliona okay, sio mbaya, atamuuliza maswali kadhaa walau sasa apate kujijua kwamba yeye ni nani. Asemani bro, umesema kwamba unaitwa Kasimu. Umesema wewe ni msaidizi wangu ofisini, si ndio? Ndio kaka, mimi ni msaidizi wako. Lakini mbali na hilo tumekuwa marafiki kwa miaka mingi sana. Nimepata ripoti yako kutoka kwa daktari kwamba umepoteza kumbukumbu. Lakini hilo lisikuumize kaka, kwa maana kwamba utapona.
Kwa sasa unaweza kuniuliza chochote na mimi nitakujibu, kwa maana kwamba nilikuwa nikifanya kazi zako nyingi tu na pia nina taarifa zako nyingi tu boss. Hapo Victor alitulia kwanza kimya kwa sekunde kadhaa, akijaribu kusoma akili ya Kasim, na kisha kaambia hivi, ni kweli mimi ni mtoto wa waziri mkuu? Ndio Victor, wewe ni mtoto wa waziri mkuu, na kuhusu hilo ukitaka unaweza kupima hata DNA. Lakini haina maana kwa sababu ukweli ndio huo. Waziri mkuu Profesa Mazanda ni babako mzazi. Okay, sawa. Unajua nini kingine kuhusu mimi? Yani bro, najua mambo mengi tu. Labda ungeniambia unataka nikwambie kuhusu nini? Niambie chochote kuhusu mke wangu. Mke wako? Madam Eliana. Unataka nikwambie kuhusu nini kuhusu yeye? Chochote tu ambacho unakijua kuhusu yeye. Kiukweli sina taarifa nyingi sana kuhusu yeye kwa sababu yule ni binti wa rais. Hivyo sio rahisi kujua maisha yake kwa undani. Lakini ninachokijua kwamba ni mke wako na umezaa naye mtoto mmoja wa kiume anaitwa Bernard. Victor alizidi kupatwa na mshangao. Kitendo cha kusikia kuwa tayari ameshazaa na yule mwanamke aliyetoka kumuona muda mfupi uliokuwa umepita kilimshangaza sana Victor. Kwa hakika kwake hili ilikuwa ni zaidi ya vioja. Kwa uzuri ule mwanamke alitamani walau akumbuke hata namna alivyokuwa akifurahia uzuri wake chumbani, lakini hilo halikuwezekana. Ina maana kwamba mimi nina mtoto wa kiume? Ndio kaka. Na ngoja nikuoneshe picha yake. Nayo hapa. Hii hapa, unaona? Huyu mtoto ana miaka 3 kwa sasa. Victor alitazama hiyo picha. Ingawa hakuwa anakumbuka chochote, lakini kwa muonekano tu yule mtoto wala haikuhitaji DNA kuthibitisha kama ni wa kwake, kwa sababu alikuwa amefanana naye karibia kwa kila kitu. Hii ilizidi kumchanganya kwa sababu alijiona kama ipo kwenye dunia ambayo hata elewi amefika vipi. Kasim, umesema wewe ni msaidizi wangu, si ndio? Ndio kaka. Hivi siku ambayo nilipata ajali, wewe ulikuwa uko wapi? Au unajua chochote kuhusu ajali yangu? Naam, swali hilo lilionekana gumu kidogo kwa Kasim, lakini hata hivyo hakusita kulitolea majibu. Unajua bosi, yani siku ambayo umepata ajali mimi sikuwa na wewe. Ulikuwa umenituma niende kuhudhuria kongamano la ajira kwa vijana lililokuwa linafanyika Arusha. Kwa mimi sikuwa na wewe. Sikuwa na wewe siku hiyo kaka. Lakini unaweza kujua labda nilipokuwa naenda au nilipokuwa natoka? Ndio boss. Ila sidhani kama ni muhimu sana kuongelea hilo kwa sasa kaka. Kwa nini sio muhimu kuliongelea? Kwa sababu kilichotokea hiyo siku ni cha kusikitisha sana. Sidhani kama ni busara kujua hilo kwa sasa, na hasa ukizingatia hali yako bado haijakaa sawa. Kasimu, hebu sikia. Hapa nilipo nimechanganyikiwa mwenzio. Yaani kila ninachokusikia unachokiongea, kila ninachokiona kwenye maisha yangu ni kitu kipya kabisa, kinahitaji ufumbuzi. Tafadhali naomba unieleze kitu hiki. Na hii ndio njia pekee ambayo itakayoweza kunifanya mimi nikumbuke kila kitu kuhusu maisha yangu. Nahitaji kujijua mimi ni nani, Kasimu. Sawa kaka. Lakini sitokuambia kila kitu leo. Hii ni kwa faida yako ya afya yako. Okay sawa, kuna shida, niambie kile ambacho nakijua. Ni kwamba ile siku ilikuwa inajulikana kwamba wewe unaenda Dodoma kikazi, lakini kimsingi haukuwa ukienda Dodoma kikazi. Una maana gani? Ile siku kaka ulikuwa unamfuatilia mkeo baada ya kuambiwa taarifa ambazo hazikuwa nzuri kwa upande wako. Taarifa zipi hizo? Na kwa nini nimfuatilie mke wangu mimi mwenyewe? Boss, sio vizuri kuzungumza haya kwa sasa. Hebu Kasimu niambie. Ninahitaji kujua kama kweli mimi ni rafiki yako wa miaka mingi. Basi naomba uniambie ili nijue mimi ni nani. Huenda taarifa utakazonipatia itanifanya nikumbuke kila kitu. Okay, sawa kaka. Ila niahidi kwamba utakuwa mtulivu hata nikikwambia hili jambo. Na kuahidi kwamba nitakuwa mtulivu. Ile siku kaka ulikuwa unakwenda kumfumania mke wako. Kuna mtu ulimpa kazi amfuatilie mke wako baada ya kumwona mke wako amebadilika tabia. Na huyo mtu ulompa kazi alibaini ya kwamba mkeo ana mchepuko. Anatoka na mtoto wa kiongozi mkubwa tu wa serikali huko Nigeria. Kwa hiyo siku ambayo ulipata ajali ni siku ambayo ulikuwa umepata taarifa ya kuwa mkeo yupo na mchepuko wake Mwanza, wameenda kutalii kwenye ziwa Victoria. Kwa hiyo ulikuwa unaendesha gari kwa kasi kwenda kuwafumania, na ndio maana ukapata ajali ya gari.
Hapo Victor alizidi kupagawa. Kwenye akili yake aliwaza vingine, na sasa Kasimu alikuwa anamwambia vitu vingine. Kasimu kivipi? Anisije kuelewa. Mbona mimi nimeambiwa kwamba nilipata ajali nikiwa naenda Dodoma kikazi, na sikuwa peke yangu bali nilikuwa na viongozi wengine ambao wanafanya kazi ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Rais. Ni kweli kaka, iko hivyo. Na kila mtu anajua iko hivyo. Ilitangazwa hivyo ili kuficha ukweli kwa waandishi wa habari. Kwa sababu kama wangejua ulipata ajali kwa sababu ulikuwa unaenda kumfumania mkeo, balaa lingekuwa ni kubwa zaidi mitandaoni. Na ukumbuke kwamba mke wako ni mtoto wa rais. Victor alichoka hoi, na kilichomchanganya zaidi ni kwamba kwa nini Eliana aje hospitalini kumtuhumu ya kwamba anamsaliti kwenye ndoa yao, hali ya kuwa kumbe na yeye ni wale wale, na isitoshe hata ajali aliyoipata chanzo ni yeye kumbe. Ina maana kumbe alikuwa ananisaliti na bado shutuma zote zile kalileta kwangu. Victor hapo alijiwazia huku akiwa anatazama mikono yake, sijui nini cha kufanya kwa wakati huo. Sasa Kasimu, kwa hiyo kwenye hiyo ajali aliyedhurika ni mimi tu au kuna mtu mwingine? Ni wewe tu kaka, hakuna mtu mwingine, kwa sababu gari lako liligongwa na lori lililokuwa limefeli brake. Kwa hiyo ni hicho tu au kuna kingine unajua kuhusu mke wangu? Hakuna kingine kaka. Huyo mtu aliyenipa hiyo taarifa ya mchepuko wa mke wangu, uona mjua? Hapana kaka, simjui. Sijui ulimtumia nani kukupa hizo taarifa. Na wewe unamuonaje mke wangu? Unadhani anaweza kuwa na mchepuko? Kaka, unajua sio kama namtetea, ila kwa namna ninavyomjua Eliana, naamini kabisa kulikuwa kuna makosa kutoka kwa mtu aliyekupatia hiyo taarifa. Eliana yule ni mtoto wa rais. Mbali na hilo ni binti ambaye yuko makini sana na anayetambua nafasi yake kwenye jamii ni ipi. Kama ana mapungufu hayo, hapana ise. Mapungufu ya hapo hatukatai, ambayo ni ya kawaida kwa kila mwanadamu kwa sababu hakuna aliyekamilika, lakini kama ni swala la usaliti, kusema ule kweli, sina hiyo imani. Yaani siamini kama Eliana anaweza kukusaliti kaka. Sasa tunampataje huyo mtu aliyenipatia hizo taarifa, kwa maana kwamba yeye ndio kuthibitisha kama alichoniambia ni ukweli au la? Sasa hapo kaka, unajua inakuwa ni ngumu kumpata kwa sababu wewe mwenyewe haukumbuki chochote. Na sidhani kama ulikuwa unawasiliana naye kwa njia za kawaida. Lazima utakuwa ulikuwa unawasiliana naye kwa zile njia za siri ambazo hazitoi utambulisho wa mtu wala kuacha kumbukumbu ya maongezi kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kumjua huyo mtu moja kwa moja itakuwa ni ngumu sana kaka. Naam, wakiwa wanaendelea kuongea, Dr. Kunaga alikuja, hivyo ilibidi mazungumzo hayo yasitishwe kwanza kwa siku hiyo, kwani Dr. Kunaga alisema kwamba muda wa kumwona Victor ulikuwa umeisha kwa hiyo siku. Naam, msikilizaji. Upande wa pili, mrembo Eliana akiwa kwenye gari la kifahari la Ikulu alizidi kukatiza tu kwenye barabara kuu kwa mwendo wa wastani. Ndani ya hilo gari alikuwa amekaa kimya akitazama mandhari ya jiji kupitia dirisha dogo la kioo kilichokolezwa weusi. Macho yake hayakuwa yanaona kilichokuwa mbele yake. Mawazo yake yote yalikuwa yako mbali, yakiwa yamefungamana kabisa na sura ya Victor aliyekuwa amelala kitandani hospitalini, akimkodolea macho kana kwamba hakuwahi kumwona kabla. Aliyemwona Victor leo hakuwa yule mwanaume aliyevunja moyo wake kwa usaliti wa kishetani. Leo alimwona mwanaume dhaifu, asiyejiweza, asiyejua jina lake wala jina la mkewe. Kilio cha moyo wake kilikuwa ni kimya, lakini kilimtikisa rohoni. Eliana alishika kifundo cha mkono wake wa kulia, akijishika kifuani taratibu, na kisha akajisemea kimya kimya, hivi ni kweli Victor kasahau kila kitu? Au ni mchezo wake mpya wa kuomba msamaha kwangu? Hapana, huyu atakuwa ananichezea tu mimi akili yangu, huyu mjinga. Victor hawezi kupoteza fahamu, hawezi kupoteza kumbukumbu. Alijinamisha kichwa chini, nywele zake ndefu nyeusi zikaangukia upande mmoja wa bega lake. Alikuwa ni mrembo kupita kawaida Eliana. Hata huzuni haikuweza kufuta uzuri wa uso wake uliojaa haiba ya kifalme. Unajua Eliana na sura ambayo hata akinuna akikasirika bado ni mzuri. Sasa wewe mwenzangu na mimi una sura kaya Uncle Jay. Ukinuna mpaka mtoto na kuogopa. Pole, tuvumiliane tu. Mimi mwenye sura yangu hii ndugu yangu.
anayenipenda na moyo. Midomo yake ya waridi Eliana ilionekana kama vile imesahau kucheka, lakini bado ilichora tabasamu la asiri. Hata akiwa yuko kimya, alionekana kama vile mchoro hai wa malaika wa kale aliyeishi enzi za dhahabu. Hali yake hisia ilikuwa ni ya vita ya ndani, moto, hasira na baridi ya huruma ikipambana moyoni mwake. Gari lilipoanza kupanda njia kuingia Ikulu, Eliana alitulia kwanza kwa sekunde kadhaa na kisha alivuta pumzi ndefu. Alikuwa amerudi nyumbani, jumba la kifahari lililozungukwa na miti mikubwa ya mivinje na maua ya waridi yaliyokuwa yameandaliwa kila pembe na vijakazi kwa ajili yake. Lakini moyo wake haukuwa nyumbani. Moyo wake ulikuwa kodini, katika macho ya mwanaume aliyesahau jina lake. Eliana alijisemea kwa sauti ya chini, karibu na kunong'ona kabisa, akisema, ninakuchukia sana Victor, lakini siwezi kuacha kukuhurumia. Umeniumiza, lakini bado wewe ni baba wa damu yangu, na hilo halifutiki kwa urahisi. Alijiwazia hayo Eliana. Mlango wa gari ulipofunguliwa na mlinzi wake binafsi, Eliana alijinyanyua polepole, mavazi yake ya kifalme yakimfuata kwa upole. Vazi la hariri lilipwaya hewani, viatu vyake vya dhahabu vikitoa mlio mdogo wa madaha. Alionekana kama malkia wa roho mbili, upendo na chuki, vikiwa vimefungwa pamoja kwenye moyo mmoja wa mwanamke jasiri. Siku hiyo sio Victor aliyekosa usingizi. Hata Eliana mwenyewe, pamoja na kumchukia mumewe, bado kila alipokuwa na utazama upande ambao mumewe huwa analala naye kitandani, alijikuta kikosa kabisa usingizi. Majira ya saa 8 za usiku, akiwa bado amejilaza chale kitandani huku akitazama dari la chumba hicho cha kifahari, msaidizi wake Grace alikuja. Grace, vipi, mbona usiku? Madam, nimetoka kupewa taarifa uliokuwa unaitaka, nikasema nikuletee usiku huu. Taarifa gani? Au kuhusu yule mdudu aliyenichukulia mume wangu? Ndiyo madam, huyo. Niambie na kusikiliza. Watu wetu wa siri wamegundua jina lake. Huyo mdada anaitwa Eliora Masanja. Anafanya kazi kwenye hoteli ya Diluna Resort kama mhudumu. Anaishi Magomeni Kagera pamoja na mama yake mzazi. Kwa sasa mama yake anasumbuliwa na maradhi ya saratani ya damu. Amelazwa kwenye hospitali ya Ocean Road, kwa hiyo ratiba yake kila siku akitoka kazini huwa anaenda kumuona kwanza mama yake kabla kurudi nyumbani. Na kama na ratiba ya usiku, basi hutumia mchana kutwa kushinda na mama yake hospitalini. Na vipi kuhusu babake? Tayari amefariki zamani sana. Ana mtoto? Hapana. Okay, sasa sikiliza Grace. Fanya maandalizi, kesho lazima nionane naye. Nataka kujua ana nini ambacho mimi sina kiasi cha kumfanya mume wangu aniache mimi aende kwa huyo Eliora sijui. Kivipi Eliana? Unajua kwamba hilo swala litakuwa ni gumu. Wewe ni binti wa rais, uweze kuonekana tu hivyo kila mahali. Hii ni kwa usalama wako pia madam. Grace, mimi sio mhalifu. Nina maisha yangu huru na istoshi ninachokitaka kukifanya ni kwa sababu ya kulinda ndoa yangu na sio vinginevyo. Sasa tutamwambia nini mkuu wa ulinzi? Maana lazima ajue mahali tutakapokwenda. Sikiliza, utamwambia kwamba tunaenda kuonana na rafiki yangu. Wapi? Hoteli ya Diluna. Sawa, ila mimi naona ni bora ungetuma tu mtu akakuwakilishe kwa huyo binti. Hapana Grace, nitaenda mimi mwenyewe. Nataka nione atakuwa na ujasiri kiasi gani pindi atakapoweza kuniona. Kesho ilipofika majira ya mchana, bila kuchelewa, mrembo Eliana akiwa na msaidizi wake Grace pamoja na walinzi wake alifunga safari mpaka ndani ya hoteli ya Diluna Resort. Alipofika hotelini hapo, alikutana na taarifa ambayo ilimkasirisha zaidi. Meneja wa hoteli hiyo aliweza kumwambia kuwa huyo msichana unayemuulizia Eliora ameacha kazi asubuhi ya leo. Hivyo hatuna taarifa nyingine ya kukupatia zaidi ya hiyo. Eliana alipandwa na hasira maradufu. Kwa upande wake aliamini kabisa kuwa binti huyo Eliora kaamua kumkimbia mara baada ya kujua kwamba yeye atakwenda pale hotelini. Amejiona mjanja kunikimbia ila sio kesi, nitampata tu huyu kenge. Hawezi kunichukulia mimi mume wangu alafu nimwache tu hivi bure bure. Yaani nitamsaka mpaka nimpate. Aliongea Eliana huku akiwa anatazama picha ya Eliora iliyokuwa ipo kwenye simu yake. Msaidizi wake Grace alimtazama na kisha kauliza, kwa hiyo madam, utafanyaje sasa? Utaenda kumwinda hospitalini alipolazwa mama yake?
maana lazima uende hospitali kumwona mama yake. Hapana, siwezi kuwa sababu ya kifo cha mama yake. Kama nikienda kumvizia hospitalini alipolazwa mama yake, huenda mama yake akajua, na hii itakuwa ni mbaya sana kwa afya yake. Mama yake hajanikosea kitu mimi chochote. Sasa utafanyaje? Tutaenda hospitali kwa mume wangu. Lazima atakuwa anajua mahali alipokuwa huyo hawara yake. Lakini madam, madaktari wamesema ya kwamba Victor akapoteza kumbukumbu. Sasa ataweza vipi kujua mahali ambapo hawara yake yupo? Yaani atajua tu. Atajua. Kwanza hata siamini kama ni kweli yule kapoteza fahamu. Twende huko kwa hospitali leo na atanieleza tu ya kwamba hawara yake kamficha wapi. Hawezi kunifanya kwamba mimi ni mjinga wakati wao wanafurahia tu maisha. Leo mpaka kieleweke. Twende hospitalini. Madam, samahani, lakini mume wako bado ni mgonjwa. Huone ukimfanyia fujo utamuumiza zaidi. Grace, yule ni mume wangu mimi. Ukitoa wazazi wake, mimi ndo mtu wa pili ambaye namjua kiundani zaidi Victor. Kwa hiyo najua ninachokifanya. Nadhani tumeelewana. Sawa madam, nisamehe kama nimekuuzi kwa swali langu. Usirudie tena. Mwendo wa nusu saa tu mbele, tayari Eliana alikuwa amefika hospitalini alipokuwa amelazwa mumewe. Uso wake ulikuwa unaonekana kuwa na hasira wazi wazi. Hakuhitaji maelezo kutambua kuwa Eliana na hasira siku hiyo. Moja kwa moja binti huyo mwenye urembo usiokuwa na kikomo alizama wodini kwa mumewe, ambapo alimkuta Victor akiwa yuko mezani anakula chakula cha mchana, huku nesi wake akiwa yuko pembeni yake. "We nesi, toka utuache peke yetu. Nataka kuzungumza na mume wangu." Yule nesi hakufurahishwa na kauli hiyo, kwani yeye alikuwa akitimiza majukumu yake ya kazi, lakini hata hivyo kwa kuzingatia wadhifa wa Eliana maskini ya Mungu, hakuwa na la kusema zaidi ya kutoka mule wodini. "Wewe, ndio tabia gani sasa hii? Huoni kama huyu nesi alikuwa hapa kutimiza majukumu yake ya kikazi?" Alihoji Victor. Kwanza Eliana alimtazama Victor kwa jicho kali. Jicho ambalo kama ungekuwa ni moto, basi ungetosha kabisa kumuunguza Victor mpaka mifupa isingeonekana kabisa. "Kwa hiyo na yeye unataka kumtongoza awe hawara yako, si ndio? Hivyo mwanaume wewe, ni uridhiki? Babangu kawapa maisha bora wewe na familia yako, lakini hulioni hilo eh? Hivyo unafikiri kama sio babangu, huyo babako angepata hiyo nafasi ya kuwa waziri mkuu? Au ungepata hiyo nafasi ya kufanya hiyo kazi ya ofisi ya rais?" "Eliana, sijui umekuja na nini leo, lakini kama unazungumzia wadhifa wa babangu kama waziri mkuu, natumai unatambua kwamba hajapewa hiyo nafasi kwa upendeleo, bali amekizi vigezo kuweza kuipata hiyo nafasi." Usilo lijua ni sawa na usiku wa giza. Kwanza hilo mimi alinihusu. Nataka uniambie umempeleka wapi hawara yako. Una maana gani? Usijifanye uelewi. Niambie Eliora yuko wapi? Eliora? Ndio nani? Victor. Victor, nimekuita mara 3. Naomba usinifanye nikafanya jambo la ajabu hapo hospitalini. Nimekuuliza Eliora umempeleka wapi? Lakini Eliana, ujue unanikosea sana. Mimi nimepoteza kumbukumbu. Hakuna chochote ninachokikumbuka. Hakuna chochote kilichokuwa kwenye akili yangu kwa muda huu. Huyo mtu unayemtaja mimi simjui, na isitoshe niko hapo hospitalini sasa. Haya, nimpeleke wapi mimi huyo mtu? Kwa hiyo unataka kusema kwamba hara yako humjui hata kwa jina, si ndio? Hapo Victor hakujibu chochote, kwa maana aliona kama Eliana anazidi tu kumvuruga akili yake. "Nisikilize. Nimetoka kwenye hoteli aliyokuwa anafanya kazi, na ameniambia kwamba ameacha kazi leo asubuhi. Kule napoishi papo open. Sasa siwezi tu kwenda waziwazi. Mimi ni mtoto wa rais. Sasa naomba uniambie, nampata wapi huyo mke mwenzangu ambaye unamwona ni mtamu sana kuliko mimi?" "Eliana, sina jibu la kukupa. Kama unapajua anapoishi, basi wewe nenda tu, kwa sababu mimi sikuelewi nini ambacho hapa unakiongelea." "Hunielewi, si ndio?" "Ndio, sikuelewi. Na kama huna cha kuniambia ni bora tu uondoke hapa, kwa sababu unazidi kuniumiza tu akili yangu."
na kuumiza akili. Hivi kati yangu mimi na wewe, ni nani anayemuumiza mwenzi akili? Ni wewe ndio unaniumiza mimi akili, Eliana. Kutwa kucha unakuja hapa ni kunituhumu tu kwa usaliti. Mbona mimi nimekaa kimya? Unadhani sijui nini ambacho unakifanya? Una maana gani Victor? Nipo hapa hospitali kwa sababu yako. Ni kwa sababu yako Eliana. Unajifanya kunituhumu mimi kwa usaliti wakati wewe pia unanisaliti na mtoto wa kigogo kutoka serikali ya Nigeria. Unadhani hilo msilijui? Yaani nimeumia sana nilipoambiwa kuwa nilipata ajali kwa sababu nilikuwa naenda kukufumania wewe na huyo hawara yako kutoka Nigeria. Alafu bado unakuja hapa kunipigia mikelele. Kweli? Hivyo unajiona wewe ni mtakatifu sana, kwamba wewe ni malaika sana, sio maana yake? Msikilizaji, papo hapo kibao chepesi kilitoa shavuni mwa Victor. Eliana alianza kulia kwa uchungu sana. Hakuamini kama mwanaume anayempenda kiasi cha kufunga naye ndoa na kumzalia mtoto leo hii anaweza kumtuhumu kwa usaliti. Hasira na jazba zote zilimwisha. Alijikuta akikaa chini huku akilia kwa uchungu mno. Hali hii ilimshangaza Victor. Kwa upande wake alishindwa kabisa kumuelewa Eliana ni mwanamke namna gani. Muda mfupi tu uliopita alikuwa akiingia mule wodini huku akiwa amefura kwa hasira kweli kweli, lakini ghafla tu amebadilika na kuwa ni binti mwenye huzuni vibaya mno. Akiwa analia pale chini, Eliana alianza kwa upole huku huzuni ikionekana kutawala kwenye mwili wake kila eneo. Victor, unawezaje kusema mimi nakusaliti? Victor, unajua ni kiasi gani nakupenda. Ina maana ukumbuke hata kidogo namna nilivyojitoa kwako ili kunusuru penzi letu. Wewe ndio mwanaume wa maisha yangu Victor. Nilikuwa niko tayari kibaya chochote kinikute, lakini wewe uwe salama mume wangu. Leo hii wakuniambia mimi nakusaliti Victor. Ina maana mimi kupigania ndoa yangu imekuwa ni kosa. Sio Victor? Unasema nakusaliti kweli? Nakusaliti na nani? Uliniona wapi na nani amekuambia kwamba mimi nakusaliti? Ina maana umenichoka kiasi hiki, si ndio? Kama unitaki tena, si ungesema tu ukanipa talaka yangu. Kwani unanidhalilisha namna hii? Yaani mwanamke nilikuzalia mtoto na nitami msaliti kweli Victor? Nilitegemea nikija hapo utanibembeleza ili nikusamehe kwa usaliti wako, lakini kumbe nilikuwa ninajidanganya. Na hii inanionyesha kiasi gani umenichoka Victor. Nashukuru sana kwa hilo. Aliongea Eliana na kisha akatoka mule wodini huku akiwa analia. Hakika kijana Victor alijikuta kwenye wakati mgumu sana, asielewe hata nini cha kufanya. Alijikuta kilaumu kwa kuropoka kwake kuhusu usaliti wa Eliana, kitu ambacho hana uhakika nacho kama ni kweli. Kila dakika iliyoenda alikuwa akiwaza tu namna Eliana alivyokuwa analia huku akiongea kwa hisia kwake. Kwa hakika siku hiyo Victor alijiona kafanya kosa kubwa sana, ingawa hakuelewa hata kama itakuwa ina madhara makubwa kiasi kile, hakujua. Jioni ilipofika, akiwa katulia zake bustanini kwenye bustani ya maua iliyokuwa iko pale hospitalini, huku akifikiria hatima yake ya kutambua yeye ni nani, msaidizi wake Kasim alikuja pale. Kasim, bora umekuja kaka. Vipi kwani Victor? Kuna tatizo lolote? Matatizo yapo kaka, tena mengi tu. Kwanza kabisa kuna demo anaitwa Eliora. Unamjua? Naam, jina hilo halikuonekana geni kwenye masikio ya Kasim, ingawa hakutaka kumuonesha hilo Victor. Hapana, kwani vipi kaka? Alikuja kukutembelea ama? Kaka, nina imani na na uhakika unamjua, si ndio? Sio sana. Kwani kuna nini Victor? Eliana anaamini kwamba huyu binti ndiye hawara yangu. Kwani unamfahamu vipi huyu binti? Ndio. Lakini ilikuwa zamani, sio sasa kaka. Ulimfahamu vipi? Unajua wakati babako anafanya kama meneja wa maduka ya nguo Sinza, mara nyingi mimi na wewe tulikuwa tunaenda dukani kwa babako Sinza. Mida ya jioni tulikuwa tunapenda kwenda kula mishikaki na ndizi za kukaanga kwenye kimgawa kidogodogo hivi kiko pale Sinza. Huko ndipo tulipokuwa tunakutana na huyo binti. Yeye alikuwa ni mhudumu tu kwenye hiko kimgawa, na nakumbuka ulivutiwa naye sana. Na ndo kila wiki ilikuwa ni lazima tuende kula hata mara 2 au mara 3. Kwa hiyo ndo hivyo tu. Sikumbuki kama kuna kitu kingine zaidi ya hiko. Ilikuwa ni mwaka gani huo? Hiyo ilikuwa 2013. Mbona zamani sana. Ina maana hapa katikati sikuwahi kuonana tena na huyo binti? Kiukweli sidhani.
kwa sababu baada tu ya baba yako kupata kazi kwenye ofisi ya mkuu wa Kigamboni, wote tulieme Kigamboni, na huo ndo ulikuwa mwisho wetu kwenda Sinza, maana tulikuwa ndo tunajiandaa kuingia chuo kikuu. Kwa hiyo tulikwenda chuo Sweden na tulikaa huko miaka 5. Tuliporudi huku Tanzania tayari tulikuwa ni watu wazima sasa, na moja kwa moja tuliingia kwenye majukumu ya kazi, maana baba yako wakati huo tayari alikuwa ni mbunge wa Muleba. Victor alizidi kumiza kichwa. Tokea kaanza kufuatilia historia yake, hakuna hata taarifa moja ilionekana kuungana na nyingine ili walau imlete mtiririko mzuri. Kila taarifa aliyokuwa anapewa ilikuwa ni mpya na yenye kujitegemea, yani ilikuwa inajitegemea kivyake. Akilini mwake alibaki kijiuliza, sasa hasa huyu Eliora ni nani? Na nimekutana naye wapi? Akiwa anaendelea kuwaza hilo, Kasimu aliamua kumsemesha tena, akamwambia, kwani kuna nini kimetokea kaka? Kasimu, nahitaji kuonana na huyo mwanamke, la sivyo ndoa yangu inaweza kuvunjika. Leo nimegombana sana na Eliana. Kama ndoa yetu kivunjika, kibarua changu na cha baba yangu kinaweza kuwa hatarini. Na ukumbuke baba yake Eliana ndiye mshikilia mpini wa hii nchi. Baba yake ndiye mheshimiwa rais. Kauli yake moja tu, sisi hatuna kazi. Kwa hiyo lazima niweke mambo sawa kwa Eliana, hata kama sikumbuki chochote kuhusu maisha yangu ya nyuma. Sasa ukimpata Eliora ndio utamaliza huu mgogoro baina yako na mkeo? Sijui, ila tuna uhakika kwamba itakuwa ni hatua nzuri ya mimi kuweza kuondokana na hii shida, na pengine inaweza kuwa ndo tiketi yangu ya kurudisha kumbukumbu zangu za nyuma. Na kuelewa kaka, lakini shida ipo kwenye kumpata huyo Eliora. Maana toka 2013 mpaka leo hii 2025 ni miaka mingi sana kaka. Anwani alipokuwa anaishi unaijua? Kaka, unajua ni Uswahilini kuna mambo ya anwani bwana, yatokea wapi? Nisitosha hayo mambo ya anwani yameshika kasi miaka hivi karibuni. Kwa hiyo sijui anwani, ila tu nyumba yao na mahali alipokuwa anafanyia kazi na pakumbuka. Hebu nielekeze kwa maandishi. Andika hapa kwenye simu yangu. Kaka, hebu subiri kwanza. Usiniambie kwamba unataka kwenda huko Uswahilini. Wewe andika kwanza maelezo hayo kaka. Kasimu alifanya kama rafiki yake alivyotaka na kisha akamwambia, bro, mimi nimekupa hayo maelekezo kwa sababu wewe mbali ya kuwa ni bosi wangu, lakini wewe ni kama ndugu yangu kwa sasa. Naomba usije kufanya jambo lolote la hatari la kwenda huko Sinza. Bado unaumwa na unatakiwa kuwa hapo hospitalini kwa matibabu. Usijali Kasimu, siwezi kufanya kitu cha kijinga. Naam, waliendelea kupiga stories nyingine, lakini kichwani mwa Victor alikuwa akapanga kutumia usiku wa siku hiyo kwenda Sinza, nyumbani kwao na kwa huyo binti ambaye anafahamika kwa jina la Eliora. Kweli ilipofika majira ya saa 3 za usiku, kijana Victor hakufanya ajizi. Taratibu alitoka ndani ya wodi ya VVIP pasipo nesi wa zamu wala walinzi kujua. Alipotoka nje ya hospitali alichukua pikipiki mpaka Sinza, kwenye nyumba ambayo ilisemekana kuwa ndio nyumbani kwa kina Eliora. Nyumba hiyo kwa nje ilikuwa na mgahawa wa kuuza chakula. Hivyo eneo hilo bado lilionekana kuwa na shamra za watu kama mchana tu, na hasa ukizingatia ilikuwa ni eneo la uswazi. Hivyo vurugu za vijana wa mtaani, nyimbo za kwenye mabaa, library pamoja na makelele ya bodaboda ndio vilikuwa nyumbani kwake. Taratibu kwa macho ya kuangaza huku na kule, kijana Victor alisogea mpaka kwenye huo mlango mkubwa wa kuingilia mule ndani. Na kabla hajaufikia kabisa, sauti ya mdada mmoja ilimsemesha, kaka samani, kama unakuja mgawani kwetu tafadhali pita kwa huku mbele, huko unapokwenda ni ndani kwa watu. Victor aliona sio mbaya kama ataongea kwanza na huyo binti alionekana kuwa ni mmoja wa wahudumu kwenye ule mgawa. Akamwambia, samani binti. Samani dadangu, unajua sikuwa najua hilo, ila kimsingi kuna mtu nimekuja kumuulizia hapa. Anaitwa nani? Eliora. Eliora? Mbona hapa alishahama miaka mingi tu, huu mwaka wa 5 sasa. Hakai tena huku kwanza. Kwa nini unamtafuta? Na isitoshe unajua saizi ni usiku. Kuna usalama kweli kakangu? Kwa namna ule binti alivyohoji, Victor alielewa kuwa kuna uwezekano mkubwa akawa anajua mahali alipo Eliora. Kwa hiyo aliamua tu kuweza kucheza na akili yake ili mradi tu ule binti aseme kama anapajua anapoishi Eliora kwa sasa. Yani Eliora alikuwa unajua ni rafiki yangu wa zamani sana, na tulitengana kutokana na harakati za maisha. Mimi nilikuwa nje ya nchi kidogo, ndo nimerudi leo. Nikasema siwezi kwenda kwangu mpaka kwanza nimuone Eliora. Yule mhudumu alionekana kumtazama Victor kwa macho ya kumtathmini. Ni wazi alikuwa anajaribu kuchakata kile alichokisema Victor kama ni cha kweli. Kutokana na muonekano wake, mawazo ya Victor vilitiki, kwani yule binti alionekana kabisa
alishawishika na maneno ya Victor. Sasa Eliola siku hizi anaishi Tegeta Nyuki. Naweza nikakupeleka lakini kwa masharti. Yapi tena dadangu? Kwanza usinitaje kama mimi ndo nimekupeleka, maana yeye mwenyewe huwa hataki mtu apelekwe nyumbani kwake bila ruhusa yake. Hiyo moja. 2, itabidi unilipie nauli. Maana inabidi niache kazi yangu hapa na kisha nikupeleke huko Tegeta. Sawa dadangu, hamna shida, nitakulipa. Kwa utanipa shilingi ngapi? Wewe sema tu unataka shilingi ngapi? Wewe umetoka nje ya nchi bwana. Utakuwa una mihela, utanipa hata 100,000. Victor alitabasamu. Alitambua kabisa hiyo ni pesa nyingi ambayo yule binti kaomba, lakini kwa kuwa pesa haikuwa shida tena kwake, alimkubalia kumpatia. Kwa kuwa hakuwa kaenda na gari lake, ilibidi wachukue pikipiki ambayo itawapeleka mpaka huko Tegeta Nyuki. Walipokaribia karibu na nyumba ya Eliora, yule binti aliomba kushuka kwa sababu hakutaka kabisa Eliora muone. Kweli Victor alimlipa yule binti kiasi alichokuwa anakitaka na kisha akamwacha aondoke. Yule binti akaondoka na yule bodaboda iliyokuwa imewapeleka huko Tegeta Nyuki. Baada bodaboda kuondoka taratibu, Victor alipiga hatua kuisogelea ile nyumba aliyokuwa ameelekezwa kwamba anaishi Eliora. Ilikuwa ni nyumba kubwa kiasi na ni ya kisasa. Haikuwa na uzio, hivyo ilikuwa inaonekana wazi wazi kutokea mbali. Ndani na nje ilikuwa inawaka mataa kuashiria kwamba kuna watu au kuna mtu yuko humo ndani. Hii ilimpa furaha Victor kwa sababu aliamini ya kwamba ikiwa atamuona huyo Eliora, basi huenda ndoa yake na Eliana ikawa ina amani sasa. Odi, wenyewe. Ilikuwa ni sauti ya kijana Victor, na hii ilikuwa ni mara baada ya kufika kwenye mlango wa kuingilia ndani. Alipiga hodi kama mara 4 na ndipo mlango ulipokuja kufunguliwa na mwanaume wa rika lake aliyekuwa yuko kifua wazi huku chini amevaa tu bukta ya mpira. "Wa karibu, nikusaidie nini?" aliongea mwanaume huyo huku harufu ya sigara na pombe zikitoka mdomoni mwake kuashiria kwamba huko ndani alikuwa akivuta sigara pamoja na kunywa pombe kali. Samahani bro kwa usumbufu kwa kuja hapa usiku huu, sijui Eliora nimemkuta. Mtu huyo hakuonekana kufurahi kabisa swali ambalo Victor alikuwa amemuuliza. "Eliora? Wewe nani? Na kwa nini uje kumuulizia Eliora usiku?" Mpaka hapo Victor alielewa huenda yule jamaa alikuwa na mahusiano na Eliora na pengine ni mume wake, hivyo ilibidi kwanza awe mpole huku akijielezea sababu iliyomleta pale pasipo kusema waziwazi lengo lake kuni nini. Samahani bro, mimi naitwa Victor. Kuna mzigo wake nimepewa niulete hapa." "Huo mzigo uko wapi?" "Kaka, mzigo upo. Naomba unitie kama yupo au kama hayupo basi niondoke." "Hivyo unajielewa kweli wewe? Yaani usiku unakuja kwenye majumba ya watu, unaulizia wanawake za watu, wewe unataka kufa wewe?" "Sasa bro, yeye anatoka wapi sasa?" "Sikia bwana, hebu potea hapa na usirudi tena hapa wewe." "Kwa hiyo na vipi kuhusu mzigo wake?" Victor alipouliza hivyo, sauti ya kike ikauliza kutokea ndani. "Chuba, nani tena huyo?" Sauti hiyo ilipotoka kwenye masikio ya Victor, ni kama kuna kitu cha utofauti kiliingia akilini mwake. Ubongo wake kwa mbali ulianza kuchakata sauti hiyo na kuonesha kama sio ngeni kwenye masikio yake, ingawa haikumpa majibu moja kwa moja kuwa aliwahi kuisikia wapi kabla ya kuwa hapo. Samahani bro, huyo anayeongea ndani hapo ndo Eliora?" aliuliza Victor. Yule mwanaume aliyetambulika kwa jina la Chuba alionekana kuwa mkali sana. Alianza kumsukuma Victor huku akimtaka aondoke pale mara moja. "Oya, ondoka babu bwana. Uelewi nini sababu bwana? Hebu ondoka bwana. Au unataka nikupigie kelele za mwizi hapa?" Kabla Victor hajasema chochote, mlango ulifunguliwa na yule mwanamke aliyekuwa akiongea kwa ndani alitoka nje. La haula, Victor hakuamini alichokiona. Kama kuna siku alitamani isiwe ndoto kile kinachotokea kwenye maisha yake, basi ni pamoja na hiyo siku. Yule mwanamke alikuwa kafanana copyright na Eliana. Kila kitu, yani unaweza kusema ni Eliana. Kuanzia sauti mpaka muonekano wa mwili alikuwa ni Eliana mtupu. Tofauti yao kubwa ilikuwa ni kwenye nywele na mtindo wa mavazi. Yule binti kichwani hakuwa kafuga nywele ndefu kama Eliana. Yeye alikuwa tu ameziacha kiasi na kisha alikuwa ameziremba kwa kuweka bleach ya njano. Huku upande wa kulia kichwani mwake alikuwa amechonga wei. Juu alikuwa amevaa top nyeupe iliyokuwa imeacha wazi kitovu chake kizuri na tumbo lake jembamba kama Miss Dunia. Kwa chini alikuwa amevaa sketi fupi ya jinsi iliyokuwa inaishia juu ya mapaja. Hakika alionekana yuko superb kiasi cha kwamba
Kwa mwanaume yoyote rijali aliyemtazama, ilikuwa ni lazima uvutiwe naye, iwe kwa hiari yake au kwa lazima. Hivi macho yangu naona ama ni nini? Alijisemea kijana Victor, huku akiwa anamtazama yule mwanamke kwa makini mno. Wakati huo yule mwanaume bado alikuwa anamsukuma Victor akitaka aondoke, lakini akili na mawazo yake yote yalikuwa kwa yule binti. Swali kuu lililokuwa linazunguka kichwani mwake ni kwamba yule binti ni nani na kwa nini kafanana sana na mke wake Eliana. Mchanganyiko wa mawazo pamoja na prokushani za kusukuma na yule mwanaume mwingine zilimfanya pale aanze kupata maumivu makali ya kichwa. Victor alishika kichwa chake kwa mikono miwili huku akianza kugalagala chini kuashiria kwamba amepata maumivu makali mno ya kichwa. Hakuchukua muda mrefu pale chali akazima. Yule mwanamke pamoja na yule kijana aliyefahamika kwa jina la Chuba walionekana kuogopa mno. Chuba, umefanya nini? Sasa swali gani hilo unauliza Eliora? Wewe mwenyewe umeshuhudia hapa jamaa akianguka hapa chini. Sikia, tumbebe tumuingize ndani kwanza. Unasemaje Eliora? Wewe unamjua huyu? Vipi kama ni mtego je? Usilete masiala ujue. Sasa unataka kufanyaje Chuba? Tumwache hapa uani kwetu? Ikifika asubuhi itakuwaje? Uoni kama hali ndio itakuwa mbaya zaidi? Sasa si bora tumchukue tukamtupe tuko mbali. Kwa usafiri gani Chuba? Wakati gari umempa yule hawara yako? Sikiliza Eliora. Unazingua ujue. Nilishakwambia kuwa Zai ni mshikaji wangu tu. Hatuna mahusiano. Mimi nakuelewa wewe. Na kwa nini unataka sasa niongelee hili jambo kila siku lakini Eliora? Usianzishe masharti yako ya kunitongoza. Hebu kwanza muingize kwanza nani huyu jamaa ili tujue nini kimempleta hapa. Yule mwanaume alimnyanyua Victor na kisha akamuingiza ndani kwao, ambapo moja kwa moja walikwenda kumlaza chumbani juu ya kitanda. Unajua huyu Jafa huyu kapoteza tufahamu, aliongea Eliora mara baada ya kuwa kampima mapigo yake moyo. Kosa mpango ni upi Eliora? Wewe inabidi uende kwanza. Hakikisha mzigo haukamatwi. Eliora, hii sio sawa kabisa mtu wangu. Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Asa nini tena Chuba? Mbona unalalamika sana? Eliora, unajua jinsi gani mimi nakuzimikia na kupenda. Nipe basi hata kidogo tu Eliora. Chuba, usinikere. Tena tafadhali sana Chuba. Mimi sifanyi kazi ya kuuza mwili. Naomba tuheshimiane. Alafu kwa utongozaji kama huo, unafikiri ni mwanamke gani atakaye kukubalia wewe kama sio kulala tu na malaya tu kila siku? Lakini Eliora, mwanzo ni kovyo sana ujue. Bwana nenda kwanza bwana kafanye kazi, ukirudi nitakufikiria. Kweli Eliora? Ndio nenda. Chuba alionekana kufurahi sana. Mbio alivaa nguo zake na kisha akatoka mule ndani kwenda kwenye kazi ambayo haikujulikana ni kazi ya aina gani. Muda uliendelea kusonga mbele huku kijana Victor akiwa bado hajarejesha fahamu zake. Eliora aliendelea kumchunga kwa kumtazama huku akilini mwake akiwa na mawazo mengi sana kutaka kujua yule mtu ni nani, kwa maana kwamba hata yeye mwenyewe hakuonekana kumtambua. Muda uliendelea kwenda na hatimaye naye alijikuta akipitwa na usingizi huku akiwa ameketi kwenye sofa dogo ndani ya chumba alichokuwa kamlaza Victor. Ilipotimu majira ya saa 12 za asubuhi, kijana Victor aliamka huku akiwa na uchovu sambamba na maumivu kiasi ya kichwa. Alipotazama pembeni kwenye sofa, alimwona tena yule mrembo aliyekuwa kafanana na mke wake akiwa kalala. Taratibu Victor alisimama, akasogea pale alipokuwa yule mrembo. Msikilizaji, hata kama ungekuwa ni wewe, nina uhakika hili swala lingekushangaza sana. Eliora alikuwa kafanana vibaya mno na Eliana. Victor mpaka mwenyewe alishindwa kabisa kuelewa ni nini hiki ambacho kinatokea kwenye maisha yake. Kwa maana kama ni mauzauza basi haya ilikuwa imezidi kikomo. Akiwa anaendelea kumtazama mrembo huyo wa taratibu, alinyanyua mkono wake na kutaka kumgusa, lakini kabla hajamgusa yule binti aliamka ghafla na kisha akamsukumia pembeni. Baada ya kumsukuma pembeni, alikimbilia panga lililokuwa lipo nyuma ya mlango na kisha yule binti alijihami nalo dhidi ya Victor, akiamini huenda huyu ni mtu hatari kwake. Victor akaelewa hilo. Ilibidi awe mpole kwanza mbele yule binti. Wewe ni nani? Na umefuata nini hapa? Aliongea yule binti huku akiwa anamtazama Victor kwa uso wa tahadhari. Wewe ni Eliora? Alihoji Victor. Yule binti kwanza alitulia kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, umejuaje jina langu? Au unataka nini hapa? Kauli hiyo ilimfanya Victor azidi kushangaa. Sauti huyo binti pamoja na muonekano wake, nyie ni Eliana mtupu. Ina maana mimi hunijui Eliora? Bwana we, sema nini kimekuleta hapa?
Kama ningekuwa nakujua ningekuuliza wewe ni nani? Hii ilizidi kumshangaza Victor kwenye akili yake. Alikuwa anajiuliza, ina maana huyu ndio Eliora? Mbona ni tofauti na picha ambayo Eliana alinionyesha kwenye simu yake? Alafu mbona kafanana na Eliana? Au huyu ndio Eliana ananiletea tu maigizo hapa? Lakini hapana, yule ni binti wa rais, hawezi kufanya hivi. Hawezi kuvaa mavazi kama haya ya ajabu ajabu. Sasa huyu kama ndo inasemekana ni mchepuko wangu, mbona onekane kunitambua mimi? Au naye kapoteza kumbukumbu kama mimi? Kuna mchezo gani unaendelea hapa? Nini kinaendelea kwenye maisha yangu? Au mimi nimeshakuwa chizi? Lakini hapana, mimi na akili zangu timamu. Ngoja kwanza nimuulize huyu binti. Hapo Victor akamtazama tena Eliora na kisha akasema, umesema wewe ni Eliora, si ndio? Wewe kaka, usizidi kunitibua. Niambie nini kimekuleta? Eliora, mimi ni Victor. Victor? Victor gani? Ana unataka nini hapa? Victor alizidi kushangaa. Ina maana kwamba ni kweli huyu Eliora hamjui? Na kama ni kweli, mbona mke wake anamtuhumu kwa kutembea naye kimapenzi sasa? Sikia, kama huna cha kusema ondoka hapa na usije kurudi tena hapa. Hebu subiri kwanza Eliora. Mimi ni Victor. Ina maana kwamba hunikumbuki hata kidogo? Kwa nini nikukumbuke? Kwanza nimeshakutana na wewe wapi? Unajua mimi nimekutana na watu wengi sana wenye hilo jina la Victor. Kwa hiyo sio tu kukukumbuka wewe. Kwanza niambie unataka nini hapa? Au umetumwa? Victor aliona ni bora sasa jieleze vizuri. Huenda labda yule binti atafanya atamtambua, kwa maana kwa upande wake hana kumbukumbu zozote zile. Kwa hiyo hamjui yule binti zaidi tu ya kupewa tu taarifa na Kasim. Nisikilize Eliora. Mimi ni yule kijana niliyekuwa nakuja na rafiki yangu Kasim kununua mishikaki na ndizi kwenye mgahawa wenu kipindi kile unaishi Sinza. Kauli hiyo ikamfanya Eliora amkazie macho kwanza Victor. Ni wazi alikuwa anajaribu kumfanyia tathmini kuona kama anamtambua. Kununua mishikaki? We, sikiliza bana. Ile biashara ya mishikaki nilikuwa na wateja wengi sana kipindi hiko. Alafu kwanza ni zamani sana, enzi za utoto. Victor alitamani kumweleza vizuri, lakini kibaini kwamba hakuwa na kumbukumbu zozote zile. Kwa hiyo alikuwa anashindwa hata muelezee vipi Eliora ili aweze kumuelewa. Kilipita kimya kama cha sekunde 40 na ndipo yule binti akasema, "Afsubiri kwanza. Ina maana wewe Victor Playboy?" Victor ilibidi tu aitikie ndio, ingawa hakuwa nakumbuka kama alishawahi kutumia jina hilo la Playboy. Wewe Victor ndo umekuwa hivi? Unajua sasa hivi ndo nimekukumbuka vizuri. Umebadilika sana. Maisha yamekunyokea. Kipindi kile ulikuwa mvulana mdogo. Ulikuwa ni mwanaume. Sasa hivi umekuwa ni mwanaume kamili. Sentensi hiyo kutoka kwa mwanadada Eliora ilimfanya Victor achie tabasamu, kwani mpaka hapo sasa alielewa ya kwamba Eliora atakuwa amemkumbuka sasa. Wewe Playboy unaishi wapi siku hizi? Victor. Niko tu hapa mjini Eliora, ingawa nimepata matatizo makubwa hivi karibuni. Yapi tena hayo? Maana ukiona matatizo ndo unanitafuta mimi. Hapana Eliora, ni maisha tu ndo yamenibana. Hapo unaponiona nimetoroka hospitalini mara moja, na ndo maana ukaona nimepoteza fahamu. Hapa nilipo nimepoteza kumbukumbu, sikumbuki chochote kuhusu maisha yangu ya nyuma, na ndo maana unaona imekuwa ni ngumu kwangu mimi kujitambulisha kwako ili uweze kunielewa kwa urahisi. We, unasema kweli? Ndio Eliora. Pole sana, lakini madaktari wanasemaje? Nitapona, ile itachukua muda kidogo kuweza kurejea kama zamani. Kwa hiyo hapo ulipo umekuwa kama MTCD, yani huna kitu kichwani. Ina maana hukumbuki hata wale mademu zako ulikuwa unawatembezea ndudu mbele ya mshenzi wewe. Unajua nilikuwa nakumind sana. Basi tu Victor. Victor alitabasamu, ingawa alitamani sana kujua hayo maisha yake ya nyuma yalikuwaje mpaka akawa anaitwa Playboy. Eliora, ina maana kwamba mimi ndo nilikuwa na hiyo tabia? Ndio, mjinga sana wewe. Yaani hiyo siku sitasahau. Unajua uliniboa sana uliponiita nyumbani kwenu, alafu ukawa uko unapiga demu mwingine mbele yangu. Nilikuwa na wewe ni mnyama, sio binadamu wa kawaida Victor. Aise, kwa kweli sikumbuki chochote Eliora.
Na hata hivyo hayo ni maisha ya utotoni nadhani. Balehe ndio ilikuwa inanisumbua. Hebu tuyaache kwanza hayo, sawa? Niambie sawa. Na unaishi wapi kwani? Maana unaonekana mtu wangu uko vizuri kimaisha wewe. Eliora, unaweza usemeni, lakini huu ndio ukweli. Hata napoishi sipajui. Maana nimetokea hospitalini na bado sijarudisha kumbukumbu zangu. Kwa hiyo sipajui ni wapi ninapoishi. Kweli una matatizo. Na sio hilo tu, bado kuna tatizo lingine ambalo ndio sababu kuu ya mimi kuweza kuja hapa. Lipi hilo? Mbona unasita kuniambia? Na wakati umekuja nyumbani kwangu kwa sababu ya hilo jambo. Yaani Eliora, sio kama ninasita, ila nafikiria wapi pa kuanzia, sijui hata nianzie wapi. Wewe anzia popote bana. Eliora, mimi nimeoa. Ingawa kwa sasa sikumbuki kitu, lakini hivi karibuni nimeingia kwenye mgogoro mkubwa sana na mke wangu, akinituhumu ya kwamba namsaliti na mwanamke mwingine. Mbaya zaidi, taarifa nilizozipata, mwanamke mwenyewe ni wewe. Na ndio maana niko hapa, maana sikumbuki chochote. Mtume. Sasa mbona unacheka Eliora, wakati mimi niko serious na ile jambo? Serious gani Victor? Hebu ona, hujaonana na mimi toka mwaka 2013. Na ndio hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho mimi nayo kuonana. Haya, leo hii unakuja kwangu unasema kwamba mke wako anakutuhumu kwa usaliti dhidi yangu. Kweli? Uone kama hivyo ni vioja Victor. Eliora, mimi nakuelewa, lakini kimsingi mimi sina kumbukumbu zozote zile. Na ndio maana niko hapa kwako. Huyo mke wako ni nani? Kama ungekuja naye hapa huenda basi tungepata mwafaka mzuri. Nisikilize, sio rahisi kuweza kuja naye hapa. Kwa nini? Yeye ni nani hasa? Anaitwa Eliana Sarungi. Unasemaje? Hivi nimekusikia vizuri ama? Unamaanisha Eliana Sarungi binti wa Mheshimiwa Rais? Au Eliana yupi huyo ambaye unamwongelea? Ndio huyo. Victor, hebu acha utani ujue. Tushakuwa watu wazima sisi. Hebu achana yale matani yako yale kipindi kile bwana. Eliora, sikutani. Ni kweli mimi nimemoa Eliana Sarungi na tayari nimezaa naye mtoto mmoja. Ana miaka 4 sasa. Mtoto wetu anaitwa Bernard. Victor, unasema kweli? Ina maana kwamba Mheshimiwa Rais ni baba mkwe wako, sio? Ina maana wewe huwa unaenda Ikulu yani kama vile mwanafamilia? Ndio Eliora. Ingawa toka nilazwe hospitalini sijawahi kwenda Ikulu. Hapana bwana, mimi sitaki kuamini kabisa wewe unaniambia. Kwanza wewe binti wa rais ulimpatia wapi? Nadhani ni hatima yangu tu Eliora. Iliandikwa kuwa nitamoa Eliana. Na hata hivyo wadhifa wa babangu umenisaidia pia mimi kumpata Eliana. Babako ana wadhifa gani? Waziri mkuu. Victor, unajua nimekuita mara 3. Ina maana umekuja hapa kunipa hadithi za kufikirika, si ndio? Eliora, sio hadithi za kufikirika. Ninachokwambia ni ukweli. Babangu ni Profesa Mazanda. Eliora alibaki anamshangaa tu Victor siamini kile ambacho anachokisema. Sasa ndo maana naelewa. Unaelewa nini Eliora? Kama mimi sikuwa type yako na ndo maana ulikuwa unanichukulia kama vile mdoli. Unanileta kwenu alafu nalala na wanawake wengine wakishua wenzio. Eliora, hiyo ilikuwa ni zamani. Ni akili za utoto. Ingawa sikumbuki kitu, lakini naamini sikuwa na enjoy mapenzi kwa sababu kipindi hiko bado nilikuwa ni mvulana mdogo. Lakini mimi ulinitesa sana kihisia Victor. Na ndo maana sijasahau hilo mpaka leo. Ila okay, anyway, tuachane na hilo. Kwa hiyo, sasa mpango wako ni upi? Maana usije ukaniambia kwamba unataka kwenda na mimi huko Ikulu ili ukalale na mkeo huku na mimi nikiwa nashuhudia. Kwa kweli safari siwezi kukubali. Labda utule wote akia Mungu nakwambia. Yaani Eliora, hujabadilika kabisa. Bado una ule utani wako wa zamani. Na naona siku hizi utakuwa umezidi sana. Wala Victor, sema tu mimi napenda kuwa open kwa mtu. Natumai hilo unalijua. Hata kama hukumbuki kitu. Mimi huwa sipindishi, yani nikiamua kuongea kitu naongea hapo hapo. Na nikiamua kukaa kimya basi nakaa kimya. Okay, sawa. Kwa hiyo hapa ni nyumbani kwako. Victor, usiniumize nafsi bwana. Unajua kabisa mimi ni binti wa kimaskini. Nawezaje kumiliki jumba kama hili? Nipo tu hapa, nimepata kazi mpya, kwa hiyo bosi wetu ndo akaamua kuweza kutupatia hii nyumba tukae. Kwa hiyo unaishi na yule jamaa
Chuba, sijui kama sijakosea. Ila kwa sasa hayupo. Kabla Victor hajatia neno lingine, simu ya Eliora ilianza kuita, na alipotazama aliona mpigaji ni Chuba. Haraka sana alipokea ili kujua Chuba anataka kumwambia nini. Kwa kuwa hakutaka Victor asikie mazungumzo yake na Chuba, aliamua kutoka nje kabisa ile nyumba. Chuba, vipi? Eliora, kimbia mwanangu. Polisi wametugundua, wako njiani, unakuja hapo. Eliora alishtuka, mapigo yake moyo alianza kwenda mbio. Pale alirudi ndani mbio, akaanza kupanga pale nguo zake kwenye begi pamoja na kuchukua vitu vyake vya muhimu. Victor kabaki na hamaki. Ilibidi kwanza muulize tatizo ni nini, kwamba Eliora vipi? Shida nini kwani? Victor, polisi wanakuja, ondoka hapa haraka sana kabla hajaingia kwenye matatizo. Matatizo? Kwani kuna nini? Na kwa nini uwakimbie polisi? Victor, uso muda wa kujieleza. Kama polisi wakikukuta hapa, jua kabisa kwamba utakopo kwenye matatizo makubwa, kimbia. Sasa unaenda wapi Eliora? Popote tu, yani ili mradi tu niwakimbie kwanza polisi. Hebu sikia, nyanyuka. Twende huku. Mbio waliweza kutoka nje. Walikamata barabara ndogo iliyokuwa inatokomea mitaani. Uzuri kwao ni kwamba wakiwa wako njiani waliweza kupata pikipiki ambapo walipanda na kisha wakatoweka hilo eneo bila polisi kuwaona. Moja kwa moja walikwenda mpaka Mwenge ambapo waliingia kwenye mgahawa mmoja. Muda wote Eliora alionekana kuwa na wasiwasi sana, kitendo kilichomfanya Victor amwonee huruma. Ingawa hajui ni kwa nini Eliora anakimbia polisi, lakini kwa haraka alihisi ya kwamba huenda Eliora anafanya biashara chafu na pengine hata ukahaba, ili mradi tu apate pesa za kuendesha maisha yake. Akiwa kajikunyata ndani ya mgahawa, Eliora alimtazama Victor na kisha akamwambia, Victor, wewe ni mtoto wa kiongozi mkubwa serikalini. Kama polisi wakitukamata pamoja, heshima na wadhifa wa babako kama waziri mkuu utachafuka. Wewe niache tu mimi, nitajua nini cha kufanya. Sikiliza. Hapana Eliora, hebu ona ulivyokuwa na uoga. Ona wasiwasi ulionao. Siwezi kukuacha kwenye hii hali. Kwanza nikikuacha hapa utaenda wapi? Na isitoshe sijui hata kama una hela ya kutosha. Lakini hebu tulia. Victor alimkata kauli Eliora na kisha akatoa pale simu yake mkononi, akampigia simu msaidizi wake Kasim. Kasim, kaka vipi? Sikiliza kaka, nina dharura ya haraka sana hapa nilipo sipo hospitali, nilitoka jana usiku. Victor, unasemaje? Ina maana kwamba ulienda kumtafuta Eliora? Kaka, mbona unajihatarisha na usalama wako? Wewe hujapona bado, kwa nini umetoka hospitalini bila ruhusa ya daktari bosi wangu? Kasimu, huu sio muda kujadili hilo. Hapa nilipo nina dharura. Niambie sasa, upo wapi kaka nikufuate? Hapana, sihitaji unifuate. Nitarudi hospitalini mimi mwenyewe. Lengo langu nataka kukuuliza kama naweza nikapata nyumba ya muda ambayo haikaliwi na mtu kwa sasa. Kaka, unataka kwenda kukaa huko? Na hospitalini je vipi? Hapana, sitaki mimi. Nampeleka Eliora. Eliora? Kweli kaka, umedhamiria. Sasa iko hivi, wewe una nyumba ziko 5. Sema sijui kama unazikumbuka. Na ndio maana nikakupigia wewe kaka. Okay, sawa. Sasa kwa kuwa huna maelewano mazuri na mke wako, ni bora huyo Eliora ukampeleka kwenye nyumba yako mpya ambayo ulikuwa umepanga kumpatia kama zawadi mke wako siku ya happy birthday yake. Sema ndio hivyo, ajali uliokuwa umeipata ikaharibu kila kitu. Hiyo nyumba Eliana haijui. Kwa kama ukimpeleka Eliora huko atakuwa salama na uhuru kuliko hizi nyumba nyingine. Maana Eliana akijua huo utakuwa ni mtiti mwingine ndugu yangu. Afadhali sasa. Hebu fanya hivi, nitumie basi address ya hiyo nyumba. Sawa basi, nakutumia. Na kuhusu funguo utakuta kwa walinzi wanaolinda hiyo nyumba. Hao walinzi mimi wananijua. Wanakujua, kwa hiyo nenda tu. Victor baada ya kumaliza kuongea na Kasim, alishika mkono wa Eliora ambaye alionekana kuwa mbali sana kimawazo na kisha akamwambia, sikiliza Eliora, usiwe na mawazo. Mimi nipo. Siwezi kuacha rafiki yangu uharibikiwe maisha wakati mimi nipo. Lakini Victor, mimi sio mtu mwema kwa sasa. Ikiwa Mungu aliyetuumba huwasamehe na kuwasaidia waja wake, mimi nani mpaka nisikusaidie Eliora? Kwa tunaenda wapi? Nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Na mke wako je?
Itakuwaje sasa? Hapana, tuende nyumba ambayo mke wangu Eliana anaishi. Na kwa sasa Eliana yuko Ikulu, kwa hiyo kuwa na amani Eliora. Naam. Hapo ujumbe wa anwani ulipoweza tu kuingia kwenye simu yake, alimchukua Eliora na kisha hao wakaondoka zao. Iliwachukua takriban dakika kama 55 kwa usafiri wa pikipiki, wakawa wamefika Tuangoma, Temeke, mahali ambapo kulikuwa kuna nyumba ya Victor. Walipofika, Eliora alijikuta akipigwa na butwa mara baada ya kuliona jumba la Victor. Lilikuwa ni jumba kubwa la kifahari la ghorofa 3. Jumba hili lilikuwa lina jumla ya vyumba 9, huku vyumba 7 vikiwa ni master bedroom. Uani kulikuwa kuna vyumba, kulikuwa kuna swimming pool kubwa ya kuogelea, kulikuwa kuna gym ndogo ya kufanya mazoezi pamoja na uwanja mdogo wa basketball. Bustani za jumba hilo zilipambwa kwa maua mazuri ya kuvutia. Kwa hakika kama ni ufahari, basi jumba hilo lilikuwa ni la kifahari haswa. Sebule yake ilipambwa kwa masofa ya kisasa kutoka Uturuki pamoja na mazuria kutoka German. Kwa kuwa ilikuwa ni jumba kubwa, walinzi wa kulinda jumba hilo walikuwa 6, ambapo usiku walikuwa 3 na mchana 3. Kwa ndani, kwa kuwa kulikuwa hakukaliwi na mtu, wafanya usafi walikuwa wakija kufanya usafi mara 2 kwa wiki. Baada ya kuingia ndani, Eliora kwanza alimtazama Victor na kisha akasema, Victor, unajua mwanzo nilikuwa sikuamini uliponiambia kwamba baba yako ni waziri mkuu na unafanya kazi ofisi ya rais, lakini kwa hili kasri sasa nimeamini. Hongera sana kwa kubarikiwa maisha mazuri Victor. Maisha mazuri yanatafutwa Eliora. Mtu yeyote yule anaweza kuwa nayo, cha umuhimu tu ni kuweza kuyapambania tu, na kitu ambacho vijana wengi sana wanafeli. Ni kweli uko sahihi, lakini vipi kuhusu mke wako? Mimi sitaki kuharibu ndoa yako. Kama ni kuharibika tayari imesharibika. Ila hilo lisikupe wasiwasi kwa sababu nitajua tu namna kuweza kulitatua. Kwa sasa utakuwa ukiishi hapa. Nitaagiza wafanyakazi waje kwa ajili yako, sawa? Hapana Victor. Kwa nini uingie gharama wakati mimi sikulipi chochote, na hata kama nikisema nikulipa huo uwezo mimi sina kukulipa? Eliora, uwe sio mtu baki kwangu. Ingawa nimesahau maisha yangu ya nyuma, lakini kwangu mimi wewe ni mtu muhimu sana, kwa hiyo sifanyi haya kwa kulazimisha. Hii ni heri yangu mimi mwenyewe. Nimependa kufanya hivi, kwa hiyo naomba usinizuie. Au hujapenda wewe hapa? Victor, naanzaje kutokupenda hapa? Ni vile tu sihitaji kukuingiza kwenye matatizo. Kwa nini umefanya nini Eliora? Kwa nini unawakimbia polisi? Msikilizaji, swali hilo lilikuwa ni gumu sana kwa Eliora kuweza kulijibu. Maskini binti huyo mrembo alijikuta akianza kulia kwa uchungu mno. Victor alishangaa, na mpaka hapo alielewa ya kwamba kuna siri au jambo zito ambalo Eliora analipitia kwenye maisha yake. Ilibidi kwanza mnyamazishe na kisha akakaa naye pale kwa upole ili kuweza kuongea naye. Eliora, ona nipo hapa kwa ajili yako. Wewe ni mtu wa thamani sana kwangu. Kama utaniambia una tatizo gani, basi itakuwa ni rahisi kwa mimi kuweza kujua nitakusaidia vipi. Hebu niambie nini kinaendelea kwenye maisha yako. Victor, sijui hata nimekosea wapi mimi. Kuna muda huwa najiuliza ni kwa nini napitia haya maisha lakini sipati jibu. Victor, maisha yangu ni magumu sana. Mtu akiniona hivi anaweza kudhani kwamba labda ni kimdada fulani hivi cha mjini chenye maisha, lakini kiukweli haiko hivyo. Mamangu anaumwa kalazwa Ocean Road. Nimefanya kazi sana za uhudumu wa mgawani, mahotelini, baa, lakini wapi? Mshahara ni mdogo, hautoshi kushughulikia matibabu ya mamangu pamoja na mimi mwenyewe kujikimu kimaisha. Bado hapo hizi kazi za uhudumu zina changamoto sana. Mtu akiona unafanya hiyo kazi anakuchukulia kama vile mwanamke ambaye unaweza tu kumpata kirahisi tu kwa pesa na wakalala naye. Hilo ndilo lilonifanya nishindwe kuendelea na hiyo kazi ya kuhudumu. Shida ilikuja nitaishije na mamangu anapata wapi pesa za matibabu. Hapo ndipo nikaamua kujiunga kwenye biashara haramu ya kuingiza oil kwa njia za magendo hapa nchini. Ile nyumba ambayo ulinikuta jana ni nyumba ya bosi wetu ambaye ndiye mwenye kumiliki hiyo biashara haramu.
Katuweka mimi na Chuba kama wasimamizi wake. Jana usiku Chuba kulala pale ndani kwa sababu alienda kusimamia upakuaji wa oil kutoka bandarini. Kwa kawaida huwa tunaingiza oil hapa nchini bila kulipia ushuru na kodi. Huwa tunatumia bandari ndogo ya Bagamoyo ambapo boti za bosi wetu huwa zinaleta matanki ya oil huku. Mimi na Chuba kazi yetu ni kuhakikisha zile oil zinapelekwa store. Huko zitajazwa kwenye vidumu vidogo vidogo vyenye nembo kana kwamba ni bidhaa iliyokiza vigezo kuingia nchini, na kisha tunaingiza kwenye maduka ya vifaa vya magari kuuza. Ni kazi ambayo tokea nimeanza imenipatia mwangaza mzuri tu wa maisha, lakini isivyo bahati hata bado sijabadilisha maisha vizuri. Tayari biashara yenyewe imeota mbawa, na kama polisi wameshanijua, sijui hata nitaishi vipi. Pole sana Eliora. Mama anaumwa nini kwani? Saratani ya damu, na ipo kwenye hatua mbaya sana kwa sasa. Usijali, Mungu atampa afya njema. Usiwe na wasiwasi kabisa, mimi nitakusaidia vile ambavyo nitakavyoweza. Victor, hofu yangu ni mamangu. Kama nikienda jela mamangu atatibiwa na nani? Uweze kwenda jela wakati mimi nipo Eliora. Sawa? Kuwa na amani na kila kitu kitakuwa kiko sawa. Naam, kauli hii ilimfanya Eliora alie tena. Machozi haya hayakuwa ya huzuni, bali yalikuwa ni ya furaha. Alijikuta akimkumbatia Victor kwa hisia kali sana, na kisha akamwambia, Victor, Mungu akubariki kwa msaada wako. Kama sio wewe sijui ningekuwa na hali gani sasa hivi. Naam, waliendelea kupiga stori za hapa na pale mpaka ilipofika majira saa 3 za asubuhi, ambapo Victor alimwaga Eliora ya kuwa anarudi hospitalini, na kama kukiwa kuna shida yoyote atampigia tu simu. Kuhusu chakula na mahitaji mengine tayari Victor alikuwa akimtimizia, kwani aliagiza wafanyakazi 3 pamoja na vyakula vya kutosha viletwe mule ndani. Lakini pia alimwachia hela matumizi ya akiba Eliora. Majira saa 4 kasoro za asubuhi kijana Victor aliwasili tena hospitali. Alipofika moja kwa moja alielekea kwenye wodi yake, ambapo baada ya kuingia tu alimkuta daktari wake Dr. Kunaga akiwa anajadiliana pale na Kasimu. Dr. Kunaga, samahani sana, sikuwa na namna, ilibidi tuniondoke kwanza, aliongea Victor. Dr. Kunaga alimtazama na kisha akasema, sawa Mr. Victor, lakini wakati mwingine nashauri usifanye hivi bila ruhusa ya mtaalamu wako wa afya. Hii ni kwa faida yako. Sawa dokta. Okay, basi kaa pale kwenye mashine ili tukufanye vipimo. Victor alifanya kama alivyokuwa amesema daktari, na baada ya daktari kumfanya vipimo na kujiridhisha kwamba yuko sawa, aliondoka na kumwacha Victor akiwa na msaidizi wake Kasimu. Kaka, hebu niambie, ulimwona huyo mwanamke uliyemfuata? Acha tu kaka, unajua sielewi kabisa nini ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu. Kivipi? Hivi ulikuwa unajua kama Eliora anafanana na Eliana? Ingawa sijamwona kwa miaka mingi, lakini bado sura yake ya utotoni naikumbuka. Ni kweli kafanana kwa mbali sana na mkeo. Sio kwa mbali Kasimu. Jana nilipomwona hata mimi mwenyewe nilishangaa. Eliora kafanana na mke wangu karibia kwa kila kitu. Yaani jana nilipomwona mimi mwenyewe tu nilipagawa, nikidhani kwamba ni Eliana, lakini baadaye nilikuja kugundua sio. Sasa itakuwaje kuhusu huyu binti ambaye mkeo anadai kwamba ni hawara yake? Kuna ugumu kumpata, maana picha alionionyesha Eliana ni tofauti kabisa na taarifa alizopewa. Taarifa alizopewa ni za kumhusu Eliora, lakini ile picha ambayo ipo kwenye simu yake alionionyesha sio Eliora. Kwa utafanyaje sasa kaka? Nitamtafuta mpaka nimpate, ila kwa sasa kuna jambo la muhimu napaswa kuweza kufanya kwanza. Mama yake Eliora amelazwa hospitali, na nimepitia ripoti yake ya afya kabla sijaweza kuja hapa. Kuna pesa inatakiwa kama milioni 2 kwa ajili ya matibabu yake. Sasa hapa nilipo hata sikumbuki password ya account yangu ya bank. Kaka, kuhusu hilo wala atalisukumiza kichwa. Mpigie tu mhasibu wako, atalifanyia kazi. Sikumbuki hata nimemsave vipi kwenye simu yangu. Anaitwa Mr. Joro. Hapo Victor alimpigia simu mhasibu wake na kumweleza shida yake, lakini cha ajabu mhasibu wake alimpa majibu ambayo yalimfanya Victor awe na hasira. Mishipa ya shingo ilimsimama,
Kwa hasira alipigiza simu yake juu ya sofa lililokuwa mule wadini, huku akisema kwamba ni ujinga gani usasa. Ilibidi hapo msaidizi wake Kasimu amuulize, kwani shida nini kaka? Tatizo nini? Kasimu, hivi huyu mwanamke mimi ananitaka nini? Kwanza ananisingizia kwa usaliti, na kama haitoshi kafungia vitabu vyangu vyote vya benki. Ina maana kwamba mimi siwezi kufanya miamala yoyote bila idhini yake. Huu ni ujinga gani sasa? Kwa maana hiyo yeye mimi ananicontrol. Unamaanisha Eliana? Sasa nani mwingine wa kufanya hivyo sasa? Eliana anawezaje kufanya hivyo bila kukuhusisha wewe? Ngoja kwani nimpigie mwanasheria wenu wa familia tumuulize. Kasimu alimpigia huyo mwanasheria, na mara baada ya simu kupokelewa tu, upande wa pili ulianza kuongea. Wakili Franco, niko hospitalini hapa, nimekuja kumwona bosi Victor. Sasa kuna taarifa tumeipata kwamba vitabu vya benki vya bosi vyote vimezuiliwa, ni kweli? Ndio Kasimu, na tena sio vitabu tu vya benki, bali Madamu Eliana kashikilia mali zote za bosi Victor, kuanzia nyumba, magari, hoteli zao za Misri, pamoja na akaunti zao za benki za Scotland, zote ziko chini ya usimamizi wake. Wakati ule wakili anatoa maelezo hayo, Kasimu alikuwa ameweka loudspeaker, kwa hiyo Victor aliweza kusikia kila kitu. Hii ilimfanya awe na hasira zaidi mara baada ya kugundua kuwa ana mali nyingi tu, lakini mali zenyewe zote zipo chini ya usimamizi wa mke wake, na yeye hawezi kuzitumia kwa namna yoyote ile bila ruhusa ya mkewe. Kwa hasira pale pale alikwapua ile simu kutoka mikononi mwa Kasimu, na kisha alianza kuongea yeye. Nisikilize mwanasheria, inawezekana vipi Eliana akapata mamlaka ya kunizuia mimi kutumia mali zangu mimi mwenyewe? Bosi, mali zenu zote mmezisajili kwa jina la mtoto wenu Bernard. Ingawa kimsingi mtoto hawezi kuwa mmiliki wa mali mpaka afikishe miaka 18, ila kwenye sheria kuna kipengele cha kuomba kupewa mamlaka ya kuwa msimamizi wa mali. Madamu Eliana akatumia hicho kipengele, na imekuwa ni rahisi mahakama kumkubalia kwa sababu mtoto wenu bado ni mdogo, hivyo anamhitaji sana mama yake, lakini pia wewe umelazwa hospitalini. Victor kutaka hata kuendelea kumsikiliza yule mwanasheria. Pale pale alisimama na kisha akaanza kutoka pale hospitalini. Ilibidi Kasimu amzuie kwanza. Kaka, unakwenda wapi sasa? Namfuata Eliana ili akanieleze vizuri kapata wapi jeuri ya kushikilia mali zangu. Kaka, tulia kwanza. Ina maana hujasikia maneno ya daktari? Unatakiwa kuwa hapa hospitalini kwa ajili ya afya yako. Unasemaje Kasimu? Nimepoteza kumbukumbu, sijui vizuri yule mwanamke ana tabia gani au anawaza kitu gani kwenye akili yake, na kama haitoshi ananituhumu mimi kwa usaliti. Na vipi kama ataamua kuweza kunikomoa kwa kubadilisha jina la umiliki wa mali zangu zote zikawa ni za kwake? Ina maana kwamba unataka mimi niwe maskini? Kaka, lakini yule mwanamke hawezi kufanya hivyo. Hawezi kufanya hivyo bila saini yako mahakamani. Kama kaweza kupata idhini ya kuwa msimamizi wa mali zangu bila mimi mwenyewe kuweza kunishirikisha mwenye mali, unafikiri atashindwa kuweza kubadilisha jina la umiliki wa mali zangu? Kasimu, siwezi kukaa hapa hospitalini hali ya kuwa sijui hatima mali zangu ziko vipi. Ngoja nimfuate huko alipo. Kaka, lakini kumbuka mkeo ni mtoto wa nani, na isitoshe sasa hivi yuko Ikulu. Najua kama ni mtoto wa Mheshimiwa Rais, lakini hili swala halihusiani na utawala wa nchi. Hili swala ni swala langu mimi binafsi na mke wangu. Hata kama yupo Ikulu, namfuata huko. Msikilizaji, Victor alikuwa kadhamiria, hivyo hakurudi nyuma. Kasimu naye aliona sasa ni bora akaongozana na Victor ili kuwa mstari wa mbele kuweza kumzuia. Ikiwa atataka kufanya jambo ambalo litakuwa na athari kubwa zaidi kwao, basi aweze kumdhibiti. Saa 4 kamili za asubuhi, mlango mkubwa wa Ikulu ya Dar es Salaam upande wa makazi ya rais ulifunguliwa kwa kasi mno. Gari jeupe aina Range Rover ilionekana kung'aa kwa maridadi ilisimama taratibu mbele ya lango la kuingilia wageni maalum. Victor alishuka haraka, uso wake ukiwa umekunjamana kwa hasira kali, macho yake yakiwa yamejaa jazba iliyofichika ndani kwa ukimya wa muda mrefu. Maeneo ya makazi ya rais yalikuwa yako tulivu, lakini kila kitu kilikuwa kwenye mpangilio wa hali ya juu. Bustani zilikuwa kwa ustadi, maua yakitengeneza mistari ya rangi mbalimbali, mvua za usiku kucha zilikuwa zimesafisha hewa, na anga ilikuwa iko safi inamelemeta kwa mwanga wa asubuhi. Jengo kuu la makazi ya kifalme ya rais
Lilijengwa kwa mchanganyiko wa kisiasa na jadi. Lilizungukwa na ukuta wa rangi ya cream na paa la bluu iliyochanua kwa mng'ao. Mara tu walinzi walipomwona Victor, walinyanyua mikono yao kwa heshima. Mlango mkuu ulifunguliwa kwa haraka, huku mmoja wa walinzi akasema kwa sauti ya adabu, "Karibu sana Mheshimiwa Victor." Wafanyakazi wa ndani, housekeepers, waliovaa sare safi za kijani na nyeupe, walisimama kwa mstari pembeni mwa baraza, wengine wakipiga magoti ya heshima ile ya mume wa binti wa rais. Lakini Victor hakujali hata tone. Hasira ilikuwa imemwelemea. Alikuwa amenyamaza tu kimya, lakini mwili wake wote uliongea maneno ya kukosa amani. Alisimama mbele ya msichana mmoja mdogo wa kazi aliyekuwa akisafisha mbao za mlango wa ukumbi wa sebuleni. Alimwangalia kwa macho makali na kisha akamuuliza kwa sauti ya chini iliyojaa ukali wa ndani kwamba Eliana yuko wapi. Msichana huyo alishtuka kwa mhemko wa ghafla, lakini alijitahidi kujibu kwa heshima ya kwamba amri ya mwisho tuliopewa ni kwamba yuko chumba cha faragha cha juu. Victor hakusema neno. Aliwapita wale wote kwa haraka, akapandisha ngazi kwa hatua ndefu na za haraka, kana kwamba alikuwa akikimbizana na majibu ndani ya kichwa chake kisichokuwa na kumbukumbu kamili. Kasimu alijaribu kumfuata kwa utulivu, lakini Victor alikuwa tayari ameshafika ghorofa ya juu. Alifungua pale mlango kwa nguvu bila hata kubisha hodi. Ikulu ilikuwa imetulia, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna dharuba ya maneno yasiyotamkwa. Kila mpasuko wa sakafu aliokanyaga ulionekana kuwa ni mlio wa hasira dhidi ya Eliana, mwanamke aliyekuwa mkewe, lakini sasa kihisi kama vile mgeni aliyegeuka. Bila kupoteza muda, moja kwa moja alikwenda mpaka chumbani kwa Eliana, na alipoingia alimkuta Eliana akiwa anajitazama kwenye kioo, huku vijakazi wake wakimfanyia makeup pamoja na kumwandalia nguo ambayo ataivaa muda mfupi ujao. "Hey, naomba nimtupishe haraka, nataka kuongea na mke wangu." Vijakazi wote wakatoka baada ya Victor kusema ile kauli. "Nini kimekuleta hapa wewe msaliti?" aliongea Eliana huku akiwa anajitazama kwa mapozi kwenye kioo. "Eliana, hivyo una akili kweli wewe? Umepata wapi mamlaka ya kushikilia mali zangu kana kwamba ni za kwako?" Ina maana hilo ndio lilokuleta hapa, si ndio? Anyway, kuna kitu utakuwa umesahau kwa sababu umepoteza kumbukumbu. Ila sio shida, nitakukumbusha. Kwanza kabisa unatakiwa kujua kwamba hizo mali sio za kwako peke yako kwa sababu umenioa mimi. Kwa hiyo hizo mali ni za kwetu wote. Hiyo moja. Lakini mbili, siwezi kukubali kuona mali ya familia ambayo ni urithi wa mtoto wetu unaenda kuitumia kwa hawara zako. Kwa kama unataka pesa kutumia kwa hawara zako, nenda katafute kwingineo, lakini sio hapa. Unasemaje wewe? Natumai unisikia vizuri Victor. Hivyo unajiona nani? Kwanza ulikuja kunishutumu hospitalini. Sasa hivi umefungia mali zangu. Nani kakupa hiyo idhini? Wewe ni nani mpaka ufungie mali zangu wewe? Haya ndo nishafungia sasa. Kwani wewe unataka nini? Kwanza ondoka hapa. Unazidi kunitia hasira kwa sababu hata nikikuuliza jana ulilala wapi, sijui utaniambia sijui utaniambia uongo gani. Yaani unaumwa badala hata kujali afya yako, bado unaendelea kulala na malaya zako. Kweli? Alafu unakuja hapa kuniletea kibesi chako kwa mali za mtoto wangu. Hivyo una kichaa nini? Kauli hiyo ilimkera sana Victor. Mpaka hapo akaelewa ya kwamba tayari Eliana alikuwa anajua kama jana hajalala hospitalini. Alimsogelea kwa hasira na kisha akataka kumnasa bonge mkibao, ila akasita. Kitendo hicho kilimuumiza zaidi Eliana, kuona mumewe kafikia hatua ya kutaka kumpiga aliyekuwa yeye anapigania ndoa yake. Alimtazama kwa hisia kali sana zilizoambatana na machozi na kisha akaanza kumwambia, "Victor, unataka kunipiga? Haya. Nipige. Nipige tu Victor mpaka roho yako itakapoweza kuridhika. Yaani kulinda urithi wa mtoto wangu na kuipigania ndoa yangu imekuwa ni kosa, si ndio? Nipige. Nipige sasa, unasubiri nini?" Victor alijikuta anaishiwa pozi. Ujasiri wa kumpiga mkewe hakuwa nao, ingawa alikuwa na hasira naye. Hasa kuona kama mkewe anamtuhumu kwa makosa ambayo binafsi hatambui kutokana na kupoteza kwake kumbukumbu. Na kuchukia sana wewe mwanaume. Kama ulikuwa hunipendi, kwa nini ulinioa? Kwa nini sasa ulinioa Victor? Hebu ondoka hapa, sitaki kukuona. Ondoka bwana, sitaki kukuona. Aliongea Eliana huku akiwa anamsukuma Victor kutoka nje. Victor kwa hasira alimshika mikono na kisha akamsogeza mpaka ukutani. Akamwambia Eliana, unakosea sana. Unanikosea sana Eliana. Wewe unajijali wewe tu. Unachoangalia ni wewe na nafsi yako tu.
Mimi naumwa, lakini hakuna hata siku moja ulioonyesha hata upendo kwa mumeo, na bado kama haitoshi umedhibiti na mali zangu. Unadhani sijui lengo lako ni nini? Sikia, ulipolala wewe, mimi ndipo nilipoamkia. Najua kama haya yote hapo nyuma yako. Kama mpango wako ni kufilisi mali zangu, nikwambie tu kwamba mimi sidhulumiwi chochote kile. Mali zangu utazirudisha tena kwa fidia kubwa. Nifilisi mali zako ili weje? Hebu una jinsi gani ulivyokuwa una akili fupi wewe. Ukiniangalia mimi unaona mimi ni maskini? Nakuuliza wewe unaona mimi ni maskini? Sikiliza nikwambie kitu kimoja kwanza. Sina shida na mali zako. Nimezifungia kwa sababu ni haki ya mtoto wangu. Wewe ndiye baba yake, kwa hiyo ana haki ya kuchukua mali zako kama urithi wake. Tena ukae kimya Eliana. Unajaribu kumtumia mtoto wetu kama kigezo cha kujificha kwenye uovu wako, si ndio? Najua kama unatengeneza mazingira ya kuachana na mimi ili ukawe na huyo Mnigeria wako. Sasa nikwambie tu, kama unakuwa na huyo fala wako, wewe nenda. Mimi wala sina shida. Kwanza sikumbuki chochote kukuhusu wewe, ila kuhusu mali zangu na mtoto wangu, hilo sitoruhusu uzichukue. Kimya Victor. Kama huna kingine cha kuongea ondoka hapa, la sivyo nitakuitia security na hutoamini. Ingawa bado wewe ni mume wangu, nitakutoa hapa ndani kama kibaka. Kwa hiyo ondoka wewe mwenyewe kabla sijakudhalilisha. Unidhalilisha mara ngapi Eliana? Kudhibiti mali zangu kana kwamba ni za kwako, hiyo ni dharau tosha kwangu. Ila nikwambie tu, umefanya kosa kubwa sana na utakuja kulijutia. Kama unataka tusifikie huko, achia mali zangu. Hilo siwezi kufanya. Ondoka hapa Victor. Nimesema ondoka bwana. Victor aliona kuendelea kujibizana na mkewe haitokuwa na faida yoyote, kwani Eliana hakuonekana kuwa mpole hata kidogo. Okay, sawa, naondoka, ila nipe kwanza simu yako. Hivyo una utani, sio? Simu yangu, wewe unataka nini? Nataka tena kumuona huyo mwanamke ambaye umenisingizia kwamba mimi ndo mchepuko wangu. Ili uifuche, unataka kuifuta picha yake, si ndio? Unadhani ukifuta picha yake ndo sitompata? Hebu nipatie hiyo simu. Sikupi. Hii simu ni ya kwangu. Mimi ni nani yako? Sijali hilo, wewe ni nani kwangu, na ndio maana unataka kuleta uwanaume wako hapa, si ndio? Hii simu ni ya kwangu, sikupi. Wewe rudi ulipotoka, maana sitaki hata kukuona. Naam. Lengo la Victor ilikuwa ni kuchunguza simu ya mkewe ili kuona kama anaweza kuona taarifa zozote za huyo Mnigeria ambaye inasemekana anatoka kimapenzi na Eliana. Alipoona Eliana anakuwa ni mgumu kumpatia ile simu, alitaka kuichukua kwa nguvu, kitu ambacho kilipelekea yeye na Eliana kuanza kuvutana, kugombaniana ile simu. Wakiwa wanaendelea kugombaniana ile simu, pale pale mama yake Eliana aliingia mule chumbani akiwa na vijakazi wake, mara baada ya Kasim kumwelezea kwamba Victor kaja pale akiwa na hasira dhidi ya binti yake. Jamani. Haya. Nini kinaendelea hapa? Alihoji mama Eliana kwa sauti ya ukali. Victor na Eliana ilibidi waache kugombaniana ile simu pindi walipoona mke wa rais ameingia chumbani kwao. Si nimeuliza nyinyi. Nini kinachoendelea hapa? Eliana alimtazama mama yake na kisha alianza kulia huku akisema, Mama, naomba muondoe huyu mtu hapa. Sitaki tena kumuona kwenye maisha yangu. Victor naye alimtazama Eliana na kisha akasema, unishindi mimi Eliana. Hata mimi sitamani kabisa kuona wewe. Kwanza bado unajiuliza wewe mimi nilikupa. Kabla hajamalizia sentensi yake alichotaka kukisema, mama Eliana alimkata kauli kwa kusema, inatosha. Hebu sikilizeni nyinyi watoto. Hapa sio kilabuni, mahali pa kuongea tu vile ambavyo mnajisikia. Ina maana mmesahau kama nyinyi ni wanandoa? Mmesahau nyinyi ni watoto wa viongozi? Huu puzi usitaki kuona wala kusikia unatokea tena. Eliana, usitoke humu ndani mpaka tuzungumze. Wewe Victor, huko sasa hivi. Kauli ya mama Eliana haikuwa na upinzani. Kijana Victor ilibidi amfuate mama mkwe wake huku akimwachia mkewe Eliana akiwa amefura kwa hasira mule chumbani kwake. Victor, unaweza kuniambia nini kinachoendelea? Lilikuwa ni swali la mama Eliana, na hii ilikuwa ni mara baada ya wao kufika sebuleni. Kwanza Victor alishusha pumzi na kisha kwa upole, kwa heshima ya mama mkwe wake, alianza kuongea. Mama, najua kama sio sahihi kugombana, lakini binti yako simuelewi kabisa mama. Eliana ananiumiza sana kichwa mama. Hebu ona.
Kaamua kufungia akaunti zangu zote za benki pamoja na kushikilia mali zangu zote. Sasa niambie mama, hili swala ni sawa kweli? Victor, unasemaje? Kwa nini afanye hivyo? Unafikiri kuna sababu nyingine zaidi ya wivu wake tu wa kijinga? Mama Eliana alishangaa. Hakuwa anajua kama binti yake imefanya hivyo, ingawa alikuwa anatambua kuwa hana maelewano mazuri na mumewe. Victor, hizi ni habari mpya kwangu na istoshe ni nzito sana. Ina maana ni kweli unamsaliti Eliana? Swali hilo lilimvunja moyo Victor, ingawa hata hivyo alielewa kuwa yule ni mama wa Eliana, hivyo kwa vyovyote vile lazima awe upande wa binti yake tu. Mama, unawezaje kusema namsaliti mke wangu? Mimi nina matatizo hapa nilipo. Nimepoteza kumbukumbu na Eliana analijua hilo, lakini wala sioni akijali chochote kuhusu mimi. Alafu sasa hivi unaniuliza swali kama hilo kweli mama? Victor, hebu sikiliza. Sio kwamba sikuamini kijana wangu. Kwa upande wangu mimi namjua vizuri sana binti yangu kwa sababu mimi ni mama yake. Eliana hawezi kufanya jambo ambalo hakuna sababu ya msingi, lakini kwa sasa hilo sio la muhimu. Wewe bado unaumwa, unatakiwa kupona kwanza, kwa hiyo naomba usijiumize kichwa sana kumwaza mkeo. Kwa sasa shughulika kwanza na afya yako kwanza, na kisha baada ya hapo tutajua nini cha kufanya. Nadhani tumeelewana. Mama, mimi nakuelewa lakini nahitaji pesa. Mimi mwanaume lazima niwe na pesa. Sasa Eliana kafungia akaunti zangu, mimi naishije? Mwanangu, hilo lisikuumize kichwa. Kama ni kuhusu pesa, wewe mwambie mhasibu wangu atakupatia kiasi chochote unachotaka. Lakini kuhusu mgogoro wako na mkeo, nashauri kwa sasa hebu achana nao kwanza mpaka upone kwanza mwanangu, sawa? Sawa mama, nimekuelewa. Ila naomba uongee naye. Aache hizi drama anazoniletea mimi. Sawa Victor, nimekuelewa. Victor mara baada ya kukubaliana na mama mkwe wake, alikwenda kwa mhasibu wa mama mkwe wake ambapo alichukua milioni 10 kwa ajili ya akiba yake, na kisha huyo akaondoka na msaidizi wake Kasim. Baada ya kuondoka, mama Eliana alirudi tena chumbani kwa binti yake ambapo alimkuta bado akiwa yuko na hasira. Mama, sio sasa. Sio sasa mama, naomba uniache, alisema Eliana mara baada ya kumwona mama yake akiingia chumbani kwake. Hapana binti yangu, lazima tuongee. Mimi sio mtu baki, mimi ni mama yako na nina kila haki ya kupata muda wa kuongea na wewe. Nimeshaongea na Victor na kiukweli kaniambia mambo ambayo yamenishtua sana. Sasa na wewe naomba uniambie nini kinaendelea kati yenu? Kwani Victor akakwambia nini mama? Wewe niambie kwanza shida ni nini? Mama, shida hapa ni usaliti. Victor ananisaliti na mwanamke mwingine. Nimeamua kumfungia mali zake zote kwa ajili ya mtoto wangu. Au nimekosea mama kulinda urithi wa mtoto wangu? Aliongea Eliana huku machozi akiwa yanamtoka. Mama Eliana alijikuta akimwonea sana huruma binti yake. Kwa namna alivyokuwa, alielewa kabisa ya kwamba kuna jambo lipo nyuma ya lile swala. Hivyo hakutaka kusema chochote kwa muda ule, zaidi tu kumtuliza kwanza binti yake. Wakati huo upande wa pili, tayari kijana Victor alikuwa kasharudi hospitalini. Akili yake yote ilikuwa inawaza tu ataweza vipi kurudisha umiliki wa mali zake pamoja na akaunti zake za benki. Kwa kuwa daktari wake alimshauri ya kuwa anapaswa kuwa pale hospitalini mpaka pale atakapokuwa sawa. Siku ziliendelea kwenda na hatimaye baada ya miezi 2 kupita, aliweza kuruhusiwa kutoka hospitalini mara baada ya madaktari kujiridhisha ya kuwa yuko sawa, ingawa kumbukumbu zake bado zilikuwa hazijarejea. Kwa maelezo ya madaktari, walimwambia kwamba kumbukumbu zake zitarejea taratibu kadiri atavyokuwa anaendelea na maisha ya kawaida mtaani. Baada ya kutoka tu hospitalini, kabla ya kwenda nyumbani kwake Kunduchi, aliamua kwenda ikulu kwa ajili ya kumfuata mke wake. Na kweli alipofika, alimkuta Eliana akiwa yuko sebleni, huku akiwa kazungukwa na vijakazi wake kama kawaida. Baada ya kuweza kuingia, Eliana aliamuru pale vijakazi wake watoke pale ili aweze kuongea na mumewe. Kama umekuja kwa shari, hapa sio mahali pake Victor. Naomba uondoke, alisema Eliana huku akiwa anamtazama mumewe. Victor alivuta pumzi nyingi na kisha akaachia taratibu. Aliketi kwenye sofa moja na kisha akasema Eliana, nimekuja kukuchukua, tunarudi nyumbani. Hapo kwanza Eliana aliacha kicheko cha dharau huku akiwa anamtazama mume wake kwa uso wa kejeli. Kwa hiyo leo ndo umegundua kwamba una mwanamke wa kumpeleka nyumbani kwako, si ndio?
Au ni kwa sababu huna pesa za kuwa na michepuko yako na ndio maana umeamua kurudi kwangu kwa upole leo? Eliana, sijaja hapa kwa kuweza kugombana na wewe. Mimi na wewe ni mke na mume. Nilikuwa hospitalini na nimeshukuru Mungu nimepona, na sasa nataka kuendeleza maisha na familia yangu. Kwa hiyo nimekuja kukuchukua, tunarudi nyumbani. Sio kirahisi hivyo. Yaani sio kirahisi namna hiyo. Yaani unanisaliti tena kwa makusudi, alafu leo unataka nirudi nyumbani. Unadhani mimi sikujui wewe? Sikia. Najua kwamba hujabadilika hata kidogo. Najua kwamba umekuja kunichukua ili nikawe daraja kukusaidia kurejesha kumbukumbu zako. Sasa basi, siwezi kufanya hivyo kwa mwanaume anayenisaliti hali ya kuwa nimemzalia mtoto. Kwa hiyo unataka nifanye nini ili urudi nyumbani, Eliana? Niletea hawara yako hapa na kisha mimi nitajua nini cha kufanya. Lakini Eliana, tumesharijadili hilo mara nyingi ya kwamba mimi sijakusaliti. Na kama haitoshi, hata hiyo picha ya mwanamke ulionayo mimi sije kumuona. Na kama nilikuwa namjua basi ni zamani, kwa maana ya kwamba sasa hivi mimi bado sijarejesha kumbukumbu zangu, Eliana. Hiyo mimi wala halinihusu, Victor. Kama uwezi kufanya ninavyotaka mimi basi ondoka. Kwa hiyo hunitaki tena? Victor, sijui. Victor, ondoka bana. Kauli hiyo ilimkera sana Victor. Alimtazama Eliana na kisha akamwambia, sikiliza Eliana, naondoka, lakini tambua kwamba sitotia tena mguu wangu kuweza kukufuata. Naam. Victor aliondoka huku akiwa na hasira kweli kweli. Moja kwa moja alirudi nyumbani kwake Kunduchi, ambapo alikuta wazazi wake pamoja na msaidizi wake Kasim wakiwa wanamsubiri. Victor alionekana kuwa na hasira sana. Kwa upande wake aliona kama vile mkewe Eliana anataka kumpanda kichwani. Ilibidi mama yake amtulize kwanza, huku baba yake akimwahidi kuwa ataongea na wazazi wa Eliana, hivyo kila kitu kitakuwa tu sawa. Zilipita wiki 2. Victor akiwa yuko nyumbani kwake. Alitaka kurudi kazini kwake, lakini cha kushangaza ni kwamba alipewa taarifa ya kuwa nafasi yake ya kazi kwenye ofisi ya rais amepewa mtu mwingine, hivyo yeye asubiri mpaka pale atakapopangiwa majukumu mengine. Hii ilimuuma sana, hasa pale alipogundua kuwa mkewe Eliana ndiye aliyefanya hilo. Kitendo hiki kilimfanya Victor azidi kumchukia mkewe Eliana, wakati mkewe alikuwa anaamini kwamba ikiwa Victor atakosa kabisa fursa kujipatia pesa, basi atarudi kwake kwa ajili ya kumwomba msamaha ili maisha yaendelee. Sasa mbaya zaidi kwa Victor, alionekana kukosa kabisa ushawishi kutoka kwa wazazi wa Eliana. Hii ilimfanya amini kuwa huenda mkewe alikuwa anakingiwa kifua na wazazi wake, na ndio maana alikuwa na jeuri ya kufanya chochote anachojisikia. Siku ziliendelea kusonga mbele, huku Victor akiwa hana kazi maalum ya kufanya zaidi tu ya kuishi kwa kutumia tu pesa za wazazi wake. Siku moja Victor akiwa anaenda tu ngoma kumwona Eliora. Eliora aligundua kwamba Victor hayuko sawa, kwa sababu alikuwa na mawazo sana. Ilibidi Eliora amuulize tatizo ni nini, na ndipo Victor akasema, Eliora, kiukweli naumia sana. Mke wangu ananihukumu kwa mambo ambayo mimi siyajui. Hebu fikiria, nitaendelea kuishi kwa kutumia pesa za baba yangu mpaka lini? Mimi ni mtu mzima sasa, natakiwa kuwa na chanzo changu cha mapato, lakini Eliana anaziba kila fursa ambayo mimi ninaipata. Hili swala mimi linaniumiza sana. Simjui kiundani huyo mke wako ana tabia gani zaidi ya kumuona tu kwenye TV na mitandaoni, lakini kama shida yako ni kuwa na pesa ambayo unaipata kwa jasho lako, kwa upande wangu mimi naona fursa bado unayo. Japo sijui kama unaweza kukubali wazo langu. Wazo gani hilo? Naam. Eliora anataka kumpa wazo gani Victor? Mimi na hatujui. Hebu tukutane katika sehemu ya 25 tukapate kujua kisanga hiki kitaishaisha vipi. Lakini mimi nahisi kuna mchezo hapo unachezwa. Hapo unahisi kuna mchezo unachezwa. Amini mimi nakwambia. Ngoja tutaona tuko sehemu za mbele. Kuna mtu analichezesha hili game kwa kukosanisha Eliana na Victor. Nyinyi hamjagundua hilo? Haya. Mimi yangu masikio. Bwana, tukutane katika sehemu ya 25. Mimi naitwa Uncle G. Asante sana kwa timu yako. Kwa heri kwa muda huu. Bye bye.